Msikilizaji, nadhani kama ulikuwa unatarajia kuingia kwenye ndoa ama upo kwenye ndoa, history inakuhusu kwa 952. Ni story ambayo inamhusu binti Zakia, binti ambaye yeye anatuambia namna ambavyo aliolewa na mwanaume ambaye ni shoga, halafu binti hakujua maskini. Story yake inakwendaje? Karibu sana tuweze kuanza hii simulizi mpya kabisa. Ninayekusimulia ni mimi Lucas Lumbasi. Binti anatuambia kwamba naitwa Zakia. Nimezaliwa miaka 25 iliyopita mkoani Kilimanjaro katika hospitali ya Kilimanjaro Christian Medical Center, yani KCMC. Mimi ni mtoto wa mwisho kuzaliwa katika familia yenye watoto wawili. Mtoto wa kwanza ni kaka yangu aliyeitwa Ibrahim, ambaye hivi sasa ninapokusimulia hivi msikilizaji ni marehemu. Kakangu alifariki dunia kwa ugonjwa wa kansa ya ini, ugonjwa ambao ulimsumbua kwa muda mrefu sana. Mungu ailaze roho yake mahali pema na mpunguzia adhabu ya kaburini. Msikilizaji, kielimu nimeishia kidato cha 4. Sio kwamba eti nilifeli ama sikutamani kuendelea na masomo kwa sababu zangu binafsi, la hasha. Nilifaulu vizuri sana, tena kwa kupata division 2. Isipokuwa kipindi matokeo sasa kidato cha 4 alipotoka, ndipo hapo sasa ambapo babangu mzazi aliyeitwa Mzee Daudi, ambaye alikuwa ni dereva wa lori, alipata ajali iliyomsababisha ulemavu wa miguu. Tangia hapo maisha yetu yalibadilika msikilizaji. Babangu hakuweza kufanya kazi tena kama ilivyokuwa hapo awali. Alafu kizingatia mama yangu alikuwa ni mama wa nyumbani tu. Hivyo unaweza kuona ni kwa jinsi gani ambavyo ajali hiyo aliyoipata babangu ilivyosababisha kila kitu kwenda kombo. So baada ya kushindwa kuendelea na masomo sasa na kuanza kuishi maisha ya kukaa nyumbani bila kazi yoyote, ndipo hapo ambapo siku moja alijitokeza mwanaume mmoja hivi ambaye alijitambulisha kwa jina la Joshua. Alidai kwamba ananipenda na alikuwa yupo tayari kwa ajili ya kunisomesha pamoja na kuwasaidia wazazi wangu kutoka kwenye lindi kubwa la umaskini ambao walikuwa nao katika kipindi hicho. Sasa mimi aliponiambia hivyo, kikweli mimi sikuamini hata kidogo. Nilihisi ananidanganya na kwamba alikuwa na lengo baya la kunichezea kama walivyokuwa wanaume wengine. Kikweli msikilizaji, sikuwa tayari kumkubalia ombi lake kwa muda huo. Mimi nilichomwambia ni kwamba anipatie muda wa kujifikiria kwanza, ndipo niweze kumpa jibu sahihi na wala sio kurupuka kama alivyokuwa akitaka. Sikutaka kuficha kitu. Ilibidi sasa nimueleze ukweli mama yangu kuhusiana na mwanaume huyo ili anishauri kitu cha kufanya. Kwani mpaka kufikia muda huo sikujua ni kitu gani ambacho nilitakiwa kukifanya. Nilipomwambia kitu cha kushangaza, nilipomwambia ni kwamba kitu cha kushangaza ni kwamba mama yangu akaonekana ni kama kufurahishwa sana na habari za mwanaume huyo. Tena hata hakuonyesha wasiwasi wote ule. Mama ni alifurahi sana. Hilo mimi linishangaza. Kwa sababu mimi nilitegemea baada ya kumwambia hayo kama mzazi angenifokea na kunionya kwamba nisipende kuweka ukaribu na wanaume. Lakini naweza kusema kwamba ilikuwa ni tofauti na mategemeo yangu. Sasa swali la kwanza aliloniuliza mama yangu, alisema ya kwamba ulimjibuje? Mama aliuliza hivyo huku sasa uso wake ukionyesha shauku ya kutaka kufahamu zaidi kitu kilichoendelea. Nilimwambia mama sijamjibu kitu. Nimemwambia tu anipatie muda ili nifikirie kwanza. Nilimjibu sasa woga ukionekana kuniingia. Mama akasema ya kwamba Zakia mwanangu, naomba unisikilize kwa makini. Bahati huwa haiji mara mbili. Kama mwanaume amejitokeza na ameahidi kukufanyia mambo yote hayo, mimi sioni kama kuna haja ya kumkataa. Mkubalie. Hebu angalia maisha tunayoishi Zakia. Tangu baba yako apate ajali, tumerudi nyuma. Haya maisha hayakustahili kukua kwetu. Japo yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu, lakini hatukustahili kuishi hivi mwanangu. Sasa kwa nini? Mama alisema hivyo na kisha kauliza kwamba huyo mwanaume anaitwa nani? Nikamjibu anaitwa Joshua. Mama akasema, ni Mkristo? Nikajibu ndio. Dini sio tatizo. Zakia, wewe cha kufanya mkubalie kwanza alafu tuone dhamira yake. Mama alivyosema hivyo huku sasa akinipatia ushauri huo,
Kiukweli mimi sikutaka kuamini hata kidogo. Licha ya kwamba mama yangu hakumuona mwanamume huyo, lakini alionyesha kukubaliana naye bila kujua hata undani wake. Naweza nikasema ilikuwa ni hivyo pia kwa upande wa baba yangu, kwani kabla hajamuona mwanamume huyo tayari alionyesha kumkubali kwa asilimia zote 100. So maisha ya kimaskini tuliokuwa tukiishi, msikilizaji, katika kipindi hicho, naweza nikasema kwamba ndio aliopelekea mpaka wazazi wangu sasa kuonyesha kumkubali mwanamume huyo bila kujua ndani wake. Hakukuwa kuna kitu kingine walichoonyesha kumpendia zaidi ya pesa zake. Kwa kuwa tu jamaa alionyesha moyo wa kunisaidia mimi pamoja na wazazi wangu, basi hilo ndilo ambalo walifurahia sana wazazi wangu, huku akiamini kwamba alikuwa na mapenzi ya dhati kwangu. Japokuwa tulikuwa tukiishi katika nyumba yetu ambayo baba alifanikiwa kujenga mtaa wa Matindigani, lakini maisha yalikuwa ni magumu mno. Msikilizaji, kama nilivyotangulia kusema hapo awali kwamba baba hakuwa akifanya kazi. Hakuwa akifanya kazi kama zamani kwa sababu ya ulemavu wa kudumu aliopata. Kutokana na sababu hiyo ilimlazimu sasa mama yangu kuanza kufanya biashara ndogo ndogo ya kupika na kuuza vitumbua. Hayo ndio alikuwa ni maisha yetu, msikilizaji. Kila siku mama yangu alikuwa akifanya biashara hiyo, huku nikimsaidia kuvisambaza vitumbua madukani, na kiasi cha pesa kilichokuwa sasa kikipatikana ndicho kilichomudu kuendesha maisha ya familia. Nadhani msikilizaji, unaweza kaona ni kwa jinsi gani ambavyo tuliishi maisha magumu kwa kutegemea biashara hiyo ya vitumbua. Kama binadamu, kuna kipindi nilikuwa nikimlaumu sana baba yangu kwa kushindwa kujiwekea akiba katika kipindi chote hicho ambacho alikuwa akifanya kazi kama dereva wa lori. Light kama angejiwekea akiba, mimi sidhani kama tungeishi maisha haya duni. Sidhani. Unajua, yani ilifikia mpaka wakati hata majirani ambao walituzunguka walianza kutusema vibaya. Kitendo cha baba yangu kupata ajali na kuyumba kiuchumi walikifananisha na uchawi. Yani mama yangu ndiye aliyemroga baba na kumgeuza kilema ili aweze kufanya biashara yake ya vitumbua na kuuza kwa wingi. Haya yote msikilizaji, naweza kusema ilikuwa ni moja ya sehemu ya maisha ambayo tulitakiwa kupitia. Hakukuwa kuna kitu kilichokuwa kikiniumiza moyoni mwangu kama umaskini wa familia yangu. Yani niliona ni kama nimepoteza kila kitu, huku sababu ikiwa ni umaskini. Niliuchukia sana. So baada ya kukutana na Joshua kunitongoza, huku sasa akiniahidi kunifanyia mambo makubwa katika maisha yangu, kiukweli moyoni mwangu bado nilikuwa na hofu. Sikuamini hata kidogo. Japokuwa wazazi wangu walionyesha kumkubali kwa moyo mmoja, lakini moyoni mwangu nilikuwa na hofu kubwa sana. Hiyo haikuwa ni mara ya kwanza na ya mwisho Joshua kunisumbua. Joshua aliendelea kunisumbua kwa sasa akihitaji jibu moja kutoka kwangu, kwamba nimkubalie ombi lake au la. Nilimwambia kwamba hapana Joshua, mimi naogopa sana. Nilimwambia kwa sasa nikionyesha hali ya hofu niliyokuwa nayo kwa muda huo. Joshua akauliza kwamba unaogopa nini sasa? Aliniambia hivyo kwa sasa na nitazama machoni. Kiukweli mimi nilishindwa kumjibu kitu. Yaani nilibaki nikimwangalia kwa sasa nisijue ni nini ambacho nilitakiwa kumjibu. Joshua akaniita Zakia na kaitika be. Unaogopa nini sasa ni mpaka ushinde kunikubalia? Joshua, yani nyinyi wanaume ni waongo sana. Mimi naogopa tu nikikubalia utanichezea na mwisho siku utaniacha. No, sio kweli bwana. Mimi siwezi kufanya ujinga kama huo. Niamini mimi nakupenda sana, umesikia? Mimi sitakuchezea kama unavyodhani. Joshua, niambie. Mimi sijui tu kwa nini naogopa, au kwa kuwa sijawahi kushiriki mapenzi na mwanamume yote. Wewe usiogope bwana. Wewe jiamini, uko mikono salama. Sawa, nitajitahidi kujiamini. Nilimwambia hivyo. Joshua hakukata tamaa. Kila siku aliendelea kunivumilia, huku akiamini kuna siku ningemkubalia na hatimaye kuanzisha uhusiano wa kimapenzi kama alivyokuwa akitamani. Bado mimi sikuonyesha dalili zozote za kumkubalia Joshua. Kila nilipokuwa nikimfikiria, kiukweli nilihisi mapigo ya moyo wangu yakiongezeka kasi. Yaani nilikuwa katika hofu isiyokuwa na kifani. Sasa kama kawaida yangu, mimi sikuacha kumuelezea ukweli mama yangu, kwa sababu yeye ndiye ambaye alikuwa ni msiri wangu. Kitu chochote kile kilichokuwa kikinihusu au kikinisibu, mtu wa kwanza ambaye nilikuwa nikimwambia alikuwa ni yeye. Na mimi sikuona sababu ya kumficha, hali ya kuwa nilikuwa napata amani kumuelezea kila kitu yeye. So nilipomweleza mama
kitu cha kushangaza, yani akaonekana kukasirika mama. Alikasirika, yani moyo wake tayari ulikuwa umempenda mwanamume huyo, hivyo kitendo cha kumwambia kwamba nilikuwa na hofu naye ilikuwa ni sawa na kutaka kumbadilishia, yani kama kumbadilisha msimamo wake, jambo ambalo halikuwezekana. Mama akasema ya kwamba wewe, unajua Zakia, sitaki kusikia upumbavu wako. Wenzako analilia bahati kama hiyo usiku na mchana. Wewe umeipata alafu unataka kuichezea. Nikasema mama, mama akasema lakini nini? Nimekuambia mkubalia tuone dhamira yake. Mama aliniambia hivyo. Sasa mpaka kufikia hapo, unaweza kuona ni kwa jinsi gani ambavyo mama yangu alihitaji kuona nikimkubalia mwanamume huyo, ili ahadi ambazo aliniahidi kunitimizia katika maisha yangu azitimize. Na hii ndio sababu alikuwa akinisisitiza juu ya kumkubali ili aone dhamira yake. Nilikosa kauli kwa wakati huo. Hata pale nilipokuwa nikitaka kujitetea, nilionekana ni kama kumvunjia tu heshima, na hivyo nilibaki tu kimya kumsikiliza ili nisimkwaze mama. Basi bwana, siku zilizidi kusonga mbele. Joshua naye hakupunguza kasi hata kidogo. Ndio kwanza aliendelea kunifuatilia huku akionyesha kutokuwa na tamaa ya ngono. Yaani swala la kutaka siji kwamba njoo ghetto tupindwane, ni mtu ambaye alionekana kutoligusia kabisa. Alichokizungumza au alichokitanguliza mbele ni ule utu pamoja na mapenzi ya dhati aliyokuwa akinionyesha. Japokuwa hapo awali mimi sikuonyesha kumkubali, huku sasa nikiwa na hofu naye, lakini kadri siku zilikuwa zikisonga mbele, akili yangu ilianza kumfikiria yeye tu. Na sijui ni nini kilitokea, lakini katika hali ya kushangaza nikajikuta akili yangu ikimfikiria sana, huku moyo wangu ukipatwa na hisia kali dhidi yake. Na ni hapa ndipo ambapo nikajikuta nikiingia katika mgogoro mkubwa kati ya moyo na mimi. Moyo ulionyesha kumuhitaji Joshua, huku mimi nikionyesha kushindana na moyo katika uamuzi wake. Joshua aliendelea kuonyesha ukaribu mkubwa sana kwangu. Hakuishia kufanya hivyo tu, alienda mbali zaidi na kutafuta ukaribu na wazazi wangu. Hilo alifanikiwa, na katika kipindi chote hicho alikuwa ni akinipa pesa pamoja na zawadi mbalimbali. So kutokana na mambo ambayo Joshua alikuwa akinifanyia, tayari moyo wangu ukaonekana kumkubali. Mimi sikutaka tena kujiuliza mara mbili. Nilimkubalia ombi lake na hatimaye tukaanzisha uhusiano wa kimapenzi. Nakumbuka siku niliyomwambia mama yangu kuhusu uhusiano wangu na Joshua, mama alifurahi sana. Aliamini mwanamume huyo angenisomesha na kutimiza ahadi zake zote ambazo ametuahidi. Mama akasema, yani mwanangu katika siku leo nifurahisha, basi ni leo. Kwa hiyo umemkubalia? Nikasema ndio mama. Mama akasema, vizuri sana mwanangu, hiyo ni bahati kubwa sana, usiache. Mama aliniambia kusasa uso wake ukionyesha kutawaliwa na furaha, kitu ambacho kilinichanganya katika kipindi hicho. Mama yangu hakuonyesha wasiwasi wowote ule. Hata alipomwambia baba yangu, naye pia alionyesha kumunga mkono. Wote walifurahi kitendo cha mimi kuingia katika uhusiano na mwanamume huyo aliyeonekana kuwa na pesa. Kwa muonekano wake tu, alionyesha ni mwanaume aliyemiliki kiasi kikubwa sana cha pesa. Kuanzia maisha yake, gari zuri la kifahari alilokuwa akitembelea aina ya BMW X6 lililotosha kabisa kuashiria alikuwa ni mwanaume wa aina gani. Yaani kila nilipokutana naye hakuacha kunipa pesa. Hilo sasa likazidi kunichanganya akili yangu kupita kawaida. Just imagine. Unajua kuna kipindi kilifika mpaka nikaanza kujiona ni kama na bahati kubwa sana ya kumpata mwanaume kama huyo. Mwanaume ambaye alijua kupenda na kunijali, alafu hakuwa hata binafsi. Alionyesha moyo wa kuijali na familia yangu. So baada ya kupita siku kadhaa, siku moja majira ya mchana alinitoa out. Akanipeleka katika mgahawa mmoja uliojulikana kwa jina la Kindoroko. Tulipofika huko tuliagiza chakula na kuanza kuzungumza. Niambie, unaionaje mazingira hapa? Aliniuliza huko akitaka nitoe maoni yangu kuhusu mazingira ya mgahawa huo jinsi alivyokuwa yakionekana. Ni mazuri, nilimwambia huko nikitabasamu. Kweli. Nimependa. Sawa, mimi nafurahi kusikia hivyo mpenzi wangu. Aliniambia kisha nikabaki kimya, huku macho yangu akiangalia sahani iliyokuwa mezani. Nilishindwa kuendelea kuzungumza kutokana na aibu niliyokuwa nayo muda huo. Zakia, hivi unajua kwamba nakupenda sana? Nalijua hilo.
Kwa mimi sidhani kama unalijua hilo bwana. Kwa nini? Nipomuuliza hivyo ndipo ambapo akaanza kuniambia malengo yake aliyopanga kunifanyia katika maisha yangu. Aliniambia alipanga kunisomesha, lakini mbali na hilo pia alipanga kubadilisha maisha ya wazazi wangu. Kikweli hilo lilizidi kunichanganya sana. Na ni hapa ambapo nikazidi kumuona Joshua ni mwanaume wa kipekee sana. Kwa dunia sasa kumpata mwanaume kama huyo mwenye lengo la kukusomesha bila hata kuangalia kama amekuoa ama la, kikweli ni jambo gumu sana. Kila nilipomwangalia nilishindwa kujua ni kwa jinsi gani ambavyo nilitakiwa kumshukuru. Nini? Aliniuliza sasa akinitazama. Mdogo sasa ni hata kula nilishindwa. Nilihisi kupigwa na ganzi mwili mzima. No, hakuna kitu. Nilimjibu sasa nisijue ni nini ambacho nilitakiwa kumwambia. Akabaki akitabasamu tu. Kwa hiyo msikilizaji, baada ya kupita mwezi mmoja, hatimaye Joshua sasa aliamua kutununulia nyumba iliyokuepo maeneo ya Rau, huku akihakikisha kwamba wazazi wangu wanaishi maisha mazuri na ya kifahari. Na kuishia kufanya hayo tu, mwaka uliofuata alihakikisha anafanikiwa kujiunga na masomo ya kidato cha 5 na 6 katika shule ya sekondari Majengo, ambapo nisoma kwa muda wa miaka 2 na hatimaye kumaliza. So baada ya matokeo kutoka, nilifaulu vizuri sana na kufanikiwa sasa kuchaguliwa kujiunga na masomo ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Chuo chenyewe ni pale cha UDSM ambapo nilisomea sheria. Nilifurahi sana. Niliamini sasa ndoto yangu ya kusoma na kufanikiwa kuwa mwanasheria ilikuwa ikienda kutimia. Nilimshukuru sana Joshua kwa sababu bila yeye jambo hilo lisingewezekana kutokea katika maisha yangu. Alafu mimi nilichokiamini ni kuwa Mungu alimtuma mwanamume huyo kwangu kwa ajili tu ya kutimiza ndoto zake. Nakumbuka siku moja Joshua alinipeleka katika hoteli moja ya kifahari. Lengo lilikuwa ni kutulia tu na kufurahia pamoja, yani kwa kitendo cha kufanya vizuri katika mitihani yangu. So tulipofika kwenye hiyo hoteli bwana, tulichukua chumba na kisha kuingia humo. Mimi nilichokiamini ni kwamba siku hiyo Joshua alipanga kufanya mapenzi na mimi. Hivyo nilijiandaa kwa kila kitu. Lakini kitu cha kushangaza, tulipokuwa sasa ndani ya chumba hicho cha hoteli, alianza kunipigisha story tofauti tu na mapenzi yani. Ilibidi nianze kumuonyeshia sasa yani kwamba unajua ni ile kwamba huyu vipi, mbona hata hasemi kwamba ananihitaji ama anataka kufanya kitu. Kwa hiyo ilibidi nianze kumuonyeshia uhitaji wa kufanya naye mapenzi. Lakini sasa nilipofanya hivyo ile kujibebisha au kujiwekea mazingira mazuri ili aweze kunitamani, kitu cha kushangaza bado hakuonyesha dalili zozote za kunihitaji. Ni kama vile yani mwili wake ulikuwa umepooza na hivyo hakuhisi kitu chochote kile kilichokuwa kikiupapasa mwili wake. Unajua kikweli nilishangazwa sana na aliyo. Kila nilipojaribu kumuonyeshea ni kwa jinsi gani nilivyokuwa nikimhitaji tufanye tendo, ndivyo ambavyo alizidi kujiweka mbali. Tupo chumbani wawili, mtu anaanza kuzungumzia mambo ya Simba na Yanga. Mimi sasa mtoto wa kike Simba na Yanga wapi na wapi? Hakunionyeshia hisia zozote. Kwa jinsi alivyokuwa sasa akionekana, naweza kumfananisha na mtoto mdogo, yani hakuwa na hisia hata kidogo. Kwa hali iliyokuwa ikiendelea, nilishindwa kabisa kuvumilia. Ilibidi nimuulize alikuwa na tatizo gani? Kwa sababu haikuwa ni hali ya kawaida kwa mwanaume rijali kukaa karibu na mwanamke bila kuonyesha hisia zozote, hasa ukizingatia tulikuwa wapenzi. Sasa sikutana kwetu ni kwa maana gani? Kwanza kaambia uko okay? Akajibu kwamba hakuna kitu mpenzi. Sasa mbona upo hivyo sasa, au haunihitaji? Niliendelea kumuuliza huku sasa mimi nikimlalamikia. Yaani kwa nini haoneshi kutaka tufanye mchezo? Kwa nini hataki? Huo muda tayari mimi hisia zilikuwa zimeshanipanda. Nikiangalia suruali kimya. Nisikilize, mimi sio kwamba sikuhitaji. Ila nakuhitaji mno, lakini nahisi kama usio muda sahihi wa sisi kufanya hivi. Unamaanisha nini? Nadhani mpaka pale tutakapofunga ndoa. Yaani mpaka tufunge ndoa ndio tufanye mapenzi. Nirudia kumuuliza kana kwamba yani mimi sikumsikia vizuri. Nadhani mpaka tutakapofunga ndoa, kwa sababu mimi sitaki kuharibia ndoto zako Zakia. Timiza ndoto kwanza alafu ndoa ifuate. Kiukweli mimi sikutaka kuamini maneno hayo, kwamba yani nipo kwa mazingira kama haya, mtu nipo tayari anifanye chochote alafu hataki eti mpaka ndoa. Huyu mwanaume vipi? Mwanaume aliyenipenda na kila siku alikuwa akinifanyia mambo makubwa katika maisha yangu, najileta afu anashindwa kufanya chochote. Sasa
Katika hali ya kushangaza, Joshua hakuhitaji malipo yoyote kutoka kwangu. Ingawa kuna muda mimi nijiongeza na kuhitaji kumpa mapenzi yangu, kufanya chochote kile tukiwa kitandani, lakini aliniambia kwamba nilitakiwa kusubiri siku ya ndoa ifike ndipo niweze kushiriki naye tendo la ndoa. Nikamwambia kwamba Sami, kweli mimi nitaweza kuvumilia kweli? Nimuuliza, na hapa ni baada ya kushindwa kumlazimisha kufanya naye mapenzi. Sasa kwa nini usiweze Zakia? Kama kweli unanipenda, mimi naamini utaweza kujitunza na kunisubiria katika kipindi chochote ambacho utakuwepo chuo. Aliniambia huku sasa akionyesha kuniamini. Kiukweli nilizidi kumuona Joshua ni mwanaume wa tofauti sana. Mpaka kufikia hapo ilikuwa ni tayari imepita miaka 3. Imagine, miaka 3 upo na mwanaume hazungumzi kwamba lini uko free. Na hata kama ukiwa naye free, habari za kwamba sijui utapinduka, umetoka nyumbani, umejitayarisha, umeshavaa kango kako vizuri, kakumshawishi, kakumfanya ni. Lakini unafika pale hamna chochote. Yaani hata uvue nguo bakie na kimtandio, yeye hashtuki. Katika kipindi chote hicho mimi siwahi kufanya naye mapenzi hata siku moja. Ukiachana na miaka hiyo 3, bado nilitakiwa kuongeza miaka mingine 3 ambayo ningeitumia chuo mpaka pale siku nitakapofanikiwa kumaliza shahada yangu ya sheria katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. So 3 plus ilikuwa ni ngapi? 6. Miaka 6. Lakini anyway, siku ziliendelea kukatika. Miezi nayo ikazidi kusonga mbele kwa kasi. Hatimaye mwezi ambao sasa nilitakiwa kuripoti chuo kawadia. Kama kawaida, Joshua akahakikisha anasimamia kila kitu mpaka mimi kufanikiwa kuanza masomo katika chuo hicho, ambapo katika kipindi chote hicho nilikuwa nikiishi hostel. Maisha yangu ya chuo yalikuwa ni mazuri sana msikilizaji, alafu kuzingatia sasa kila kitu nilichokuwa nakihitaji nilikipata tena kwa wakati husika, mwanaume na pesa. Naweza kusema sikuwa na shida ndogo ndogo kwa sababu mimi nilikuwa nipo katika uhusiano wa kimapenzi na mwanaume ambaye alikuwa akinijali sana. Hata pale nilipoanza kusumbuliwa na wavulana ambao walikuwa wananihitaji kimapenzi, sikutetereka. Nilizidi kuonyesha msimamo wangu huku nikiamini nyuma yangu alikuwepo mwanaume, Joshua, ambaye ndiye alikuwa mume wangu mtarajiwa. So baada ya kupita miaka 4, hatimaye nilihitimu shahada yangu ya sheria katika chuo hicho. Nilifurahi sana kwa sababu ilikuwa ni siku ambayo nilifanikiwa kutimiza ndoto yangu niliyoishi nayo muda mrefu. So miezi 3 baadaye nilifanikiwa kuanza kufanya kazi kama wakili wa kujitegemea. Nilikuwa nikitetea na kushinda kesi mbalimbali. Kesi nyingi ambazo nilishinda zilinifanya nilipo vizuri na kuzidi kunipa umaarufu mkubwa sana. Nilikuwa miongoni kati ya mawakili wa kujitegemea ambao walikuwa wakilipwa pesa ndefu kutokana na ufanyaji wao mzuri wa kazi. Kwa siku ziliendelea kukatika. Baada ya kupita siku kadhaa, nilipokuwa sasa nimefanikiwa kutimiza ndoto zangu, ndipo hapo ambapo Joshua aliniambia mipango yake kuhusu kunioa. Kwa jinsi alivyokuwa akinieleza, alionyesha dhahiri kama ni mtu ambaye alikuwa na haraka sana kutimiza jambo hilo. Aliponiambia hivyo, kiukweli mimi sikuona sababu yoyote ya kupinga. Kwa kuwa yeye ndiye alikuwa amepanga na siku zote nilimsubiri, hivyo nikubaliana naye kwa moyo mmoja tu. Nilimpenda sana Joshua. Joshua alikuwa ni mwanaume mwenye umuhimu mkubwa sana kwangu. Kila kitu ambacho kilitokea katika maisha yangu alihusika kwa 100%. So baada ya kupanga mipango ya kufunga ndoa, dini ilionekana kuwa kikwazo kikubwa sana. Dini. Joshua yeye ni Mkristo, mimi Muislamu. Dini ilikuwa ni changamoto. Hali iliyofanya sasa mipango hiyo ionekane kuingia dosari. Na ni hapa ambapo sasa mmoja kati yetu alitakiwa kubadilisha dini ili ndoa hiyo iweze kufungwa kwa taratibu ambazo zimepangwa. Sasa kutokana na mapenzi ya dhati ambayo niliokuwa nayo kwa Joshua, niliamua kubadilisha dini mimi. Kutoka katika jina la Kiislamu nililozaliwa na kisha kupewa na wazazi wangu. Na sasa ninalibadilisha, nikabadilisha dini kwa ridhaa yangu mwenyewe na kuwa Mkristo, ambapo nilichagua kuitwa jina la Elizabeth. Niliamua kufanya yote hayo kwa sababu tu ya mapenzi ya dhati. Mapenzi ambayo nilikuwa nayo kwa mwanamume huyo, mpaka nikaamua kubadilisha dini. Ingawa uamuzi huo wa kubadilisha dini uliwachukiza sana wazazi wangu, lakini kutokana sasa na umuhimu mkubwa aliokuwa nao mwanamume huyo katika familia yetu, hawakuwa na jinsi ya kufanya, ilibidi wakubali. So baada ya mambo yote kukamilika, hatimaye niliolewa na Joshua. Kwa tukawa mwili mmoja kama Biblia inavyosema. Hakukuwa kuna siku ambayo nilifurahi katika maisha yangu msikilizaji kama siku hiyo ya harusi.
Nashindwa kuelezea furaha ambayo nilikuwa nayo katika siku hiyo. Hasa nilichokuwa nikikiona ni maisha furaha na amani ambayo ningekwenda kuyaishi katika ndoa yangu. Kila nilipokuwa nikimwangalia Joshua, machoni nilimuona ni mwanamume fulani hivi mwenye mapenzi ya dhati sana kwangu. Nilimuona ni baba wa watoto wangu ambaye ningekwenda kuanza naye familia siku za usoni. Siku hiyo majira ya usiku tulipotoka ukumbini kufunga ndoa, tukaelekea katika hoteli ya kifahari. Hoteli inaitwa Kilimanjaro Wonders Hotel kwa ajili ya fungate, ambapo tulipanga kukaa katika hoteli hiyo kwa siku 7. Sasa wakati tulipokuwa ndani ya chumba cha hoteli hiyo, kikweli mimi nilifurahi sana kuwa karibu na Joshua. Msikilizaji, ukumbuke katika kipindi chote hicho cha uhusiano wetu, mimi sikuwahi kufanya naye nini? Sikuwahi kufanya naye mapenzi hata siku na moja. Sikuwahi. Ukiachana na kipindi hicho cha uhusiano wetu, katika maisha yangu mimi sikuwahi kushiriki tendo la ndoa na mwanaume yoyote yule. Kwa maana nyingine, naweza kusema kwamba mimi nilikuwa bado bikra. Nilijitunza kipindi chote hicho, huku sasa nikiamini siku moja Joshua angeweza kunitoa usichana wangu na ndio atakayekuwa mume wangu. Siku hiyo bwana ya fungate ilikuwa ndio siku pekee ambayo nilitegemea Joshua angenifungulia njia katika dunia ya mapenzi. Afanye vile ambavyo ananitaka, anionyeshe na kunifanya nione yale yote ambayo huwa nayasikia kwa watu, namna mapenzi yalivyo mazuri, matamu. Yaani onyeshe. Mimi nilijiandaa kwa kila kitu. Lakini kitu cha kushangaza, usiku mzima, usiku wote ambao nimelala na Joshua, hakunifanya kitu chochote kile. Ili likazidi kunishangaza sana. Haikuwa ni hali ya kawaida kwa mwanaume ambaye nilifunga naye ndoa na kipindi hicho tulikuwa katika fungate, lakini usiku mzima ambao tulilala pamoja hakuweza kunifanya kitu chochote kile. Kiukweli nilianza kuingiwa na wasiwasi moyoni mwangu. Huyu mwanaume vipi? Sikujua mume wangu alikumbwa na tatizo gani. Na ni hapa ambapo kichwa changu kilianza kujiwa na maswali lukuki ambayo alikosa mtu wa kuyajibu kwa wakati huo. Siku iliyofuata majira ya asubuhi, baada ya kumaliza kunywa chai, ilibidi sana muulize mume wangu alikuwa na tatizo gani? Kwa sababu haikuwa ni hali ya kawaida kwa mwanaume rijali kulala na mwanamke usiku mzima bila kufanya chochote. Hakuna kitu chochote mke wangu, mimi nipo sawa, wasiwasi wako tu. Una hakika? Ya. Alinijibu hivyo. Nitamani kumuuliza kwa nini usiku mzima niliolala naye hakufanya mapenzi na mimi. Lakini kama mwanamke nilioumbwa na haya usoni, nilishindwa kufanya hivyo. Kwamba tunamuuliza kwa nini hujafanya? Yaani naanzaje kuongea? Nibaki na dukuduku hilo moyoni mwangu, nisijue wapi pa kujipeleka yani au kulipeleka. Kichwa changu kilianza kukumbuka mambo mengi sana. Nilikumbuka miaka 3 iliyopita kuna siku niliwahi kukaa na mume wangu Joshua chumba kimoja. Tulikuwa tuko upande wa hotelini. Lakini hakunifanya kitu chochote. Nilipomuuliza alisingizia kwamba nilitakiwa kusubiri siku ya ndoa ifike ndipo tuweze kufanya kitendo hicho, kwani hakutaka kuniharibia ndoto zangu. Na mimi sikutaka kuanza tena huku sasa nikiendelea kumfikiria mume wangu vibaya nini, sikutaka. Mimi nilichoamini ni kwamba pengine Joshua hakutaka kufanya mapenzi na mimi kwa sababu hakujisikia vizuri kutokana na uchovu wa sherehe ya harusi yetu ambayo iliyofanyikia ukumbini. Kwa hiyo nilifikiria hivyo. Masali zidi ukatika huku tukifurahia fungate letu hotelini hapo. Sasa ilipofika usiku majira ya saa 2 hivi, ndipo hapo ambapo mume wangu aliniambia kwamba anataka kwenda bafuni kuoga. Na mimi nikamjibu kwamba ingekuwa ni vizuri sana kama tungeenda wote kuoga, kwa sababu mimi nitamani sana ukaribu wake zaidi na zaidi. Mume wangu akasema kwamba wewe msubiri kwanza hapo. Aliniambia sasa akinizuia kuingia naye bafuni. Muda huo sasa nilikuwa tayari nimeshavaa taulo kama yeye. Nikamuuliza sasa kwani kuna nini? Bwana tuwezi kuoga pamoja. Kivipi sasa wakati ni mume wangu? Naomba basi unielewe, nataka nirudi mara ngapi? Hatuwezi kuoga pamoja. Aliponijibu hivyo akaingia bafuni, akajifungia mlango na ni sekunde chache tu nikaanza kusikia maji yakimwagika kuashiria kwamba alianza kuoga. Nilibaki nimesimama wima huku nikiwa siamini kile kilichotokea. Yaani kitendo cha mume wangu kunikataza kwenda kuoga naye, kwa kweli kilizidi kunishangaza sana. Alafu na mimi sikuwa na jinsi ya kufanya. Ilibidi nivumilie mambo yote yaliyokuwa yakitokea huku nikiamini kadri siku ambavyo zilikuwa zikisonga mbele ndivyo ambavyo mume wangu angebadilika na kuwa sawa.
So baada ya kupita dakika kadhaa, mume wangu alitoka bafuni kuoga, ambapo na mimi nikaingia. Nikatumia kama dakika kadhaa tu, nilipomaliza nikatoka na kurejea chumbani, ambapo nimekuta mume wangu amevaa nguo, na kwa muonekano ambao alionekana, yani ilionyesha dhahiri kwamba muda huu alitaka kutoka. Sema wangu nakwenda hapo usiku jamani. Ina maana umesahau kwamba tupo fungate ama? Nilimuuliza huku mimi nikimshangaa tu. Kuna mahali naenda mara moja, sitachelewa kurudi. Lakini mume wangu, si unajua kabisa tupo fungate? Ya, naelewa. Najua sana ile mke wangu. Lakini nimepigiwa simu hapa ya ghafla. Kuna mtu naenda kuonana naye, ni muhimu sana. Sitachelewa kurudi bwana, siwezi kuchelewa. Basi ila take care, usijali mke wangu. Aliniambia hivyo kisha akaondoka. So nilibaki ndani ya chumba cha hoteli hiyo kwa muda wa masaa kama 4 hivi. Nilipofika majira ya saa 6 za usiku, mume wangu alirudi. Mimi sikutaka kumuuliza mahali alipotoka, zaidi tu ya kumpatia pole huko atokapo. Asante, vipi umeshakula? Ya, nilikumbuka kumpigia simu hudumu akaniletea chakula. Sawa, vizuri. Aliniambia hivyo kwa jinsi mume wangu alivyokuwa akizungumza muda huo, alionyesha ni kama kuchoka sana. Hata sauti yake ilikuwa inatoka ni kwa namna fulani kama amechoka hivi. Hata hivyo hakutaka kuzungumza muda mrefu. Alichokifanya, akavua nguo alizokuwa nazo, akaingia bafuni kuoga kwa ajili ya kuondoa uchovu aliokuwa nao. Alipomaliza, alirudi tena chumbani ambapo hakutaka kuzungumza na mimi jambo lolote tena. Akapanda zake kitandani akalala usingizi fofofo. Sio siri, unajua kuna muda nitamani kumwamsha mume wangu ili anipe haki yangu ya ndoa, lakini kutokana sana uchovu alioonyesha kuwa nao, ilibidi samini muache apumzike. Huku nikiamini kwamba labda siku iliyofuata angeweza kunipatia haki hiyo. So hicho kilikuwa ni kipindi kigumu sana msikilizaji kwangu. Niliendelea kumvumilia mume wangu bila kujua kitu kilichojificha nyuma ya pazia. Siku hiyo nayo ikawa imepita huku nikiwa sijafanya chochote na mume wangu. Yani kwa jinsi tulivyokuwa, yani kwa jinsi nilivyokuwa nikiishi naye, ni kama vile tulikuwa ndugu wa damu. Mpaka kufikia hapo unaweza kuona msikilizaji ni kwa jinsi gani nilikuwa kwenye wakati mgumu mno. Kumvumilia mwanaume ambaye hakuwa na hisia zozote juu yangu. Unajua kuna muda mpaka nilikuwa nikihisi labda pengine sikuwa nikijiweka katika mazingira ya kumshawishi mume wangu kama binti ili aweze kunitamani, si unajua labda kwenye ndoa watu wanalala bila nguo, wanalala empty kabisa. Mimi labda nakosea, labda hata nikivata tu pichu. So nilipohisi hivyo, sikutaka kupoteza muda hata kidogo. Nikaanza kujiweka katika mazingira sasa ya kumshawishi ili anitamani. Lakini katika siku zote ambazo nilifanya hivyo, unajua kuna ile hata kulala, kuna namna fulani hivyo dada, yani ukiwa na mwanaume wako alafu unaona labda unataka kuomba game, kuna namna uwezi kuongea kwa sababu ya aibu. Kwa hiyo kuna ka style fulani hivyo unakaa unakabinua kiuno kidogo hivi alafu unakasogeza, yani unamsogelea yani. Nafasi kwako inaweza kubakia kubwa sana. Kwako ka style kana kuaga kama kumuonyesha mtu kwamba unataka, yani kwamba yeye ajiongeze. Kwa hiyo unajibinua kiuno unajirudisha nyuma kidogo hivi, ili hata basi na yeye ajiongeze. Lakini hamna. Tena nikijirudisha hivi nyuma naendo anarudi nyuma. Baada ya kupita siku 7 ambazo tulikaa hotelini humo kwa ajili ya kula fungate, hatimaye turudi nyumbani. Imagine fungate yote, hamna game iliyofanyika. Siku hiyo mume wangu bwana aliamua kunifanyia surprise kwa kunipeleka katika nyumba mpya ambayo aliamua kuijenga kisiri maeneo ya Msasani. Tulifika katika nyumba hiyo, ilionekana ni ya kifahari. Ainiambia kuanzia siku hiyo na kuendelea maisha yetu yangebakia na kuwa ndani ya nyumba hiyo. Nikamwambia sasa mume wangu, ni nyumba nzuri sana na nimeipenda kikweli. Nimwambia huku sasa nikionyesha hali ya furaha ambayo nilikuwa nayo moyoni mwangu kwa wakati huo. Mume wangu akasema usijali. Nami kwa furaha nikasema nakupenda sana mume wangu. Nilimwambia nikashindwa kujizuia. Nikamkumbatia bila kutegemea. Naye akasema nakupenda pia mke wangu. Aliniambia sasa nikiwa bado katika kumbato lake. Sasa hapa msikilizaji, ngoja nikwambie kitu kimoja. Mume wangu alikuwa akijitahidi mno kunitimizia kila kitu nilichokuwa nikikihitaji katika maisha yangu. Ukumbuke mpaka kufikia hapo yeye ndiye ambaye alinisomesha na kuwasaidia wazazi wangu kutoka katika lindi kubwa la umaskini waliokuwa nao. Japokuwa alinifanyia mambo makubwa sana na kunitimizia mahitaji yangu, lakini huwezi kuamini msikilizaji, tangu nilipofunga naye ndoa mpaka kufika katika kipindi hicho hakuwahi hata siku na hii kufanya mapenzi na mimi, wala hata kuushika mwili wangu kivyote vile kwamba huyu ni mwanaume ambaye anaonekana yupo katika stage ya maandalizi na baada ya dakika kadhaa akishaniandaa basi tunaenda kwenye show. Hakuna. Kama ingetokea ukamuuliza mwili wangu
kwamba ulikuwaje. Sidhani hata kama hata mwili ungekuwa unajibu la swali hilo. Kwa hiyo bwana, nilianza kuishi katika nyumba hiyo, huku sasa nikiendelea kufanya kazi zangu tu kama kawaida. Mume wangu naye alikuwa akiendelea na shughuli zake. So mwezi mmoja nilioishi katika ndoa yangu, nilimheshimu sana mume wangu. Sikutaka kumsaliti. Imagine, pamoja na kunyimwa tendo la ndoa, sikutaka kwenda kulichukua nje popote pale, no. Ingawa huko nje nilipokuwa nikitoka, unajua nilikutana na wanaume ambao walinisumbua sana. Wengi wao walikuwa wananitaka kimapenzi. Kwa kama ingekuwa ile na nini, ningeenda tu nikapata hata show moja, lakini hapana, sikutaka kumsaliti mume wangu hata kidogo. Katika kipindi chote hicho niliendelea kumtunzia heshima yake kama nani? Mume wangu wa ndoa. Na kweli ndoa ni nyumba iliyoficha siri nyingi mno. Wengi tunakutana, tunasikilizana, tunapiga story makazini, lakini ndani ya ndoa, ndugu yangu, unaposikia neno ndoa, usidhani kwamba wote waliopo ndani ya ndoa wanaishi kwa kufurahia ndoa zao. Wengine wanatamani kutoka kutokana na changamoto wanazopitia. Wewe unaweza kuwa unamuonea wivu kwamba yupo kwenye gorofa, kaulewa, anatembelea gari, renji, ila anachopitia hauni hata thamani ya hayo yote ambayo unayatamani. Kuna usemi usemao kuwa waliopo ndani ya ndoa wanataka kutoka nje na walioko nje wanatamani kuingia ndani. Mimi nilikuwa ni mmoja wa watu ambao walikuwa wanatamani kutoka nje ya ndoa kutokana na changamoto ambazo wanapitia. Yaani kuishi na mwanaume ambaye alikuwa hanipi haki yangu. Kiukweli kunifanya nijutie kuingia kwenye ndoa. Ingawa mimi nilikubali kuingia kwa ridhaa yangu mwenyewe. Lakini kwa mazingira haya, hasa nini maana ndoa? Yaani unajua, kila nilipokaa peke yangu nilikuwa nikimfikiria mume wangu. Moyo wangu ulikuwa ukipata maumivu makali mno. Naweza nikasema mimi sikuifurahia ndoa yangu kama vile ambavyo wenzangu wanafurahia nini. Hata ukuta hao wenzangu wenyewe nao wanapitia makubwa sana. Nasema wakitoka tu nje ndoa tunafurahia, wanajisnap ni, lakini kumbe nao wanapitia majanga tu. Kuna wakati ulifika nitamani kufanya mapenzi, lakini mume wangu hakuwa tayari. Yaani alikuwa ni mtu wa kunipiga chenga kila siku. Maisha ambayo tayari nilikwisha zoea. Sasa mimi nafikiri ningefanya nini? Ili hali mwili wangu ulikuwa ni kama unahitaji mapenzi kila wakati. Ni hapa ambapo sasa nilijikuta nikianza kuwa mpenzi wa kuangalia filamu za ngono. Mimi naamini hakuna mtu ambaye anaangelaga ama filamu bila sababu maalum. Mimi nilianza kuwa mpenzi wa kuangalia mafilamu. Filamu ambazo nilikuwa nikizipakua na kuzihifadhi kwenye simu yangu. Yaani nazidownload. Akili yangu iliathirika kabisa kwa kiasi kubwa mno. Yaani hizo filamu hafsi yakoje, na unapomaliza kufanya unasema hii ndio mara ya mwisho, sifanye tena, hata siangalie, unayafuta yote. Unayafuta wakati unajua unapoyatolea. Kuni ni kama mwathirika mkubwa sana wa hayo mavideo. Hata kama nikifuta, sifanyi tena. Lakini kila ambapo mara kadhaa baada ya kumaliza kuziangalia, nilikuwa nikijichezea hali ambayo haikuweza hata kukidhi haja yangu. Yaani nilikuwa na uhitaji mkubwa sana wa kufanya mapenzi, lakini mume wangu hakuwa na muda huo hata kidogo. So baada ya kupita siku kadhaa, siku moja ilibidi nitafute ushauri kwa rafiki yangu aliyejulikana kwa jina la Rachel, ambaye alikuwa akifanya kazi kwenye benki moja hivi. Siwezi kuitaja hii benki, msikilizaji. Kwa sababu Rachel aliolewa na ndoa yake ilitimiza miaka 2. Niliamini alifahamu mambo mengi sana kuhusu nini? Kuhusu ndoa. So siku hiyo nakumbuka nilikutana naye katika mgawa fulani hivi wa Fresh Coach uliokuepo Moshi mjini. Kwa wale ambao nadhani mtakuwa mnaujua, sawa. So mimi sikutaka kumficha kitu. Nilimsimulia kila kitu kilichokuwa kiendelea katika ndoa yangu, ili sasa nishauri nini cha kufanya, maana mimi nilihisi kuchanganyikiwa. Rachel akaniambia kwamba shoga yangu, pole sana. Kweli unapitia kipindi kigumu shoga yangu. Aliniambia kusasa akionyesha kunihurumia. Nimeshapoa shoga yangu. Yaani huyu mwanaume yani amenichosha, sio siri Rachel. Ndoa ina mwezi mmoja lakini naona kama nimeishi miaka 10. Nilimwambia maneno hayo. Rachel alianza kucheka, nikasema no, usicheke Rachel, mimi nakwambia ukweli, mimi nimechoka Rachel. Rachel akasema hapana, utakiwa kumchoka, kumbuka huyo tayari ni mmeo na una ndoa naye. Nikasema najua utakuolewa naye. Rachel akasema shoga yangu usiseme hivyo. Nikasema Rachel, wewe unasema hivyo kwa sababu hujui changamoto mimi nazozipitia. Yaani kama ungepata bahati tu ya kukaa na huyu mwanaume siku hii, ungejionea mwenyewe. Mwanaume hata hajawahi kunishika kidole kweli.
Rachel alicheka. Nikasema kweli, mimi tatizo lako nakwambia niko serious afu unacheka. Rachel akasema ndio kubwa ushoga yangu, sio kuona magorofa ila kikubwa mimi nachokushauri shoga yangu, hebu jaribu basi hata kumvumilia. Nikamuuliza Rachel, kumvumilia huyu mwanaume mpaka lini? Rachel akasema we, usiwe na haraka. Umesikia? Nenda naye taratibu. Utaivunja ndoa yako kwa mikono yako mwenyewe. Nikasema hapana sidhani. Nimwambia hivyo Rachel. Kikweli mpaka kufikia hapo sikuamini kama kuna siku mume wangu angebadilika na yale ambayo nilikuwa nikihitaji kufanyiwa ndani ya ndoa kwamba ningeweza kuyapata. Baada ya kushauriwa na rafiki yangu Rachel, mimi sikutaka kupuuzia ushauri wake hata kidogo. Kila alichoniambia kuhusu uvumilivu ambao nilitakiwa kuwa nao katika ndoa yangu ndicho ambacho nilikwenda kukifanyia kazi. Msikilizaji, huwezi amini, niliendelea kuishi na mume wangu huku sasa nikijitahidi kutokumuonyesha tofauti zozote zile. Lakini kadri siku zilikuwa zinazidi kusonga mbele, nijikuta moyo wangu ni kama ukianza kuniuma tena mara kwa mara. Na mara zote nilipokuwa nikimhitaji akikataa, nilikuwa naingia bafuni, najiwekea mambo vizuri nini kidogo, najichangamsha narudi. Ama unakuta muda ambao unajua amesinzia kabisa, amelala usiku wa manane, afu mimi nahisia naye, basi nitaenda kuangalia zile video zangu, nitaangalia nikijihisi tu hata afadhali kidogo, yani hata ufurahi chochote lakini kuna afadhali kidogo, basi naingia bafuni hivyo najiweka. Naendelea kuishi na huyo mwanaume. Kwa maisha ndoa niliyokuwa nikiishi na mume wangu, kiukweli hayakuweza hata kuvumilika. Hata kama ungekuwa ni wewe, mimi naamini kuna siku uvumilivu ungekushinda. Japokuwa mume wangu alinipenda, alinipa kila kitu nilichokuwa nakihitaji, lakini tatizo lilikuwa ni hili moja tu, hakuwa akinipa haki yangu ya ndoa. Yaani chochote ambacho mimi nakitaka napewa, lakini kila nikitaka tendo ana hilo lilikuwa ni tatizo. Na nilikuwa niendelevu. Mpaka sasa kufikia hapo ilikuwa tayari imepita miezi 2 tangu tulipoingia kwenye ndoa. Baada ya kuona sasa nimevumilia kwa kipindi cha mwezi mmoja bila kuona mabadiliko yote kwa mume wangu, nilimtafuta tena rafiki yangu Rachel. Nikamuelezea kile kilichokuwa kiendelea. Nilipomwambia kwamba ushauri wake niliofanyia kazi lakini hakuna matunda yoyote yaliyotokea, hata mwenyewe Rachel alishangaa sana. Kwanza Rachel hakutaka kuamini kama kweli mume wangu wa ndoa angeweza kufanya kitu kama hicho. Alianza kuingiwa na wasiwasi, akasema wewe Zakia, wewe hivi uko serious ama unatania? Rachel, tangu lini mimi nikaanza utani na wewe? Kwamba kusema hii ni mara ya pili kukutania ama? Nilimjibu huku nikimuuliza swali hilo kuonyesha kwamba sikuwa katika utani na kile nilichomwambia. Shogangu Eliza, pole. Unajua bado mimi namfikiria mume wako lakini nashindwa hata kuelewa ni mwanamume aina gani Ndio hivyo Rachel. Unajua mimi nimevumilia mpaka nimechoka. Hebu naomba unishauri nini nifanye, maana mara ya kwanza uliniambia nivumilie. Okay, nimejaribu kuvumilia lakini sioni mabadiliko yote. Sasa Eliza, ngoja. Kikweli hapa shogangu hata nakosa cha kushauri jamani. Ila unaonaje ukajaribu labda kuwashirikisha wazazi wako? Wazazi wangu? Sasa mimi nitaanzaje kuambia kuhusu jambo hili? Huoni kwamba ni aibu? Eliza, so lazima eti mwambie baba yako. Hebu mshirikishe mama, yeye ni mtu mzima, hawezi kukosa kitu cha kushauri wewe binti mwenzie. Wewe unadhani utaenda kumwambia baba si kwamba mwanamume wangu siji kwamba anilali? Hapana. Nenda kwa mama mwambie kwamba mwanamume wangu ni muda fulani kila ninapomuonyesha dalili hizi na hizi hataki kunipatia tendo. Mama yeye ndo atajua anaenda kuongea nini na baba yako. Basi baada ya Rachel kunishauri hivyo, kikweli nilibaki nimeganda tu. Siku iliyofuatia sasa ilibidi tu mimi niende nyumbani ambapo nilikaa na mama yangu na kuanza kuzungumza naye kuhusu mambo yaliyokuwa yakiendelea kwenye ndoa yangu. Mimi sikutaka babangu afahamu kitu chochote kilichokuwa kiendelea kwenye ndoa yangu. Kwa hiyo tulienda kuongelea pembeni kidogo. Naambia mwanangu, yani kwa jinsi ninavyokuona najua tuko tokapo sio kwema. Aliniambia mama yangu kwa kianza kuonyesha wasiwasi. Na hapana mama, sio hivyo mama. Yani huko nitokapo ni kwema, wala tusijali. Lakini mbona unaonekana kama una tatizo mwanangu? Shida nini? Mama aliniambia sasa akiendelea kunikumbusha kwamba kwa jinsi muonekano wangu ulivyokuwa ni dhahiri nilikuwa na tatizo. Mama, ni kweli mama, mimi na tatizo mama. Nakusikiliza sasa, ongea. Mama, mama ni kuhusu ndoa yangu. Sasa imefanyaje? Si uende moja kwa moja na kwenye pointi. Umegombana na mume wako? Hapana mama. Sasa mama, niambie na kusikiliza mwanangu. Mama hata sijui hata nianzie wapi mama kukwambia, maana mama mimi naona mpaka aibu kuelezea.
Wewe niambie bwana, usiogope mwanangu. Kuna nini kimetokea kwenye ndoa yako? Mume wako amekupiga? Hapana. Sasa tatizo ni mume wangu mama. Sasa amefanyaje mume? Usiongee wewe naye. Mimi nashindwa kumuelewa mume wangu. Yaani ukiwa na hasira hapa siwezi nikakuelewa. Kivipi ushindwe kumuelewa mumeo? Amefanyaje sasa? Mama aliniuliza huku sasa ni kama akielekea ukasirika kwa sababu jinsi ambavyo nilikuwa nikimzungusha na shindwa hata kujua nianze wapi kuongea. Kwanza mimi nijikuta nikipata nigumizi kwa wakati huo. Nikashindwa kujua nilitakiwa kumuelezea vipi mama yangu ili anielewe kwamba mume wangu tangu aliponioa mpaka kufikia siku hiyo hakuwahi kunipa haki yangu ya ndoa. Japokuwa kila nilichopanga kumwambia kilikuwa ni aibu. Kilikuwa ni aibu kwa upande wa mume wangu, lakini sikuwa na jinsi ya kufanya. Ilibidi nimuelezee kila kitu kilichokuwa kiendelea katika ndoa yangu ili kusudi aweze kunishauri nini ambacho nitakiwa kukifanya, kwa sababu kwa jinsi hali ilivyokuwa ikiendelea ndoa yangu ilikuwa ikielekea mahali pabaya. So baada ya kumuelezea kila kitu mama yangu, alisikitika. Jambo hilo lilimuumiza mno, lakini kama mzazi alipokumbuka alisaidiwa na mwanamume huyo mpaka kufika katika kipindi hicho ambacho alikuwa akila vizuri, akivaa vizuri, na yote sababu alikuwa ni mwanamume wangu. Yaani alikuwa ni mwanamume wangu ndiye aliyesababisha yote. Hakuwa na ushauri mwingine. Alionishauri zaidi ya kuniambia nivumilie. Si unajua tena wazazi wetu. Hata ukienda na kesi gani utaambiwa vumilia. Kwa hiyo ndoa ilikuwa na mambo mengi sana. Kwani hata yeye katika kipindi chote alichoishi na mume wake, yani baba yangu, mpaka kufikia hapo, kama sio uvumilivu, hakudhani kama angefika naye hapo. Kwa hiyo maneno alioniambia mama yalikuwa ni yenye busara sana, lakini ilikuwa ni kama marudio kwa sababu rafiki yangu Rachel Nessa aliwahi kuniambia kwamba nivumilie. Lakini ndani ya mwezi mmoja niliovumilia hakukuwa na chochote kile kilichobadilika kwa mume wangu. Hakukuwa. Kwa hiyo baada ya mazungumzo hayo na mama yangu nirudi nyumbani kwangu huku nikiwa sasa na hasira sana. Moyo wangu ulimchukia sana mume wangu kupita kawaida. Mimi sikutaka kuwa na ukaribu naye kwa sababu sikuona faida yake katika kipindi hicho. Kutokana na hasira nilizokuwa nazo, nizipeleka yani kwanza zilisababisha mpaka nikaanza kuumwa kichwa ghafla. Nilichokifanya sasa nikachukua vidonge vya maumivu nikavimeza na kisha nikaenda kujilaza kitandani mpaka asubuhi. Siku iliyofuata niliamka na kwenda ofisini, ambapo ilipofika majira ya mchana nilikutana na mama mmoja hivi ambaye alihitaji nimsaidie mume wake aliyekuwa anatuhumiwa kwa kesi ya mauaji. Sasa kesi hiyo ilikuwa ni nzito, hasa kuzingatia kwa kesi kama hiyo hukumu yake huwa ni kifungo cha maisha jela ama kuhukumiwa kunyongwa. Nizungumza na mama huyo, ambapo ilibidi sasa nisimulie mkasa mzima kuhusu mume wake ambaye alisingiziwa. Muuaji hakuwa ni yeye. So baada ya kumaliza kumsikiliza, niliahidi kumsaidia na ndipo hapo sasa ambapo nikaagana naye huku sasa akiwa na matumaini makubwa. Wakati nilipokuwa ofisini humo nikiendelea sasa kufanya kazi zangu kama kawaida, ghafla mume wangu alinipigia simu. Nilipopokea na kuanza kuzungumza naye, aliniambia kwamba anataka tuonane, kwani alikuwa na mazungumzo muhimu sana na mimi. Japokuwa moyo wangu ulimchukia kwa wakati huo, lakini mimi sikutaka kumjibu vibaya. Nilimkubali. Sasa tukapanga mahali pa kukutana na baada ya kupita kama dakika kadhaa hivi, hatimaye tukakutana. Ilikuwa ni sehemu moja maarufu kwa kuuzwa maziwa fresh, mtindi pamoja na bites. Tulitafuta meza pembeni iliyokuwa tupu kwa sababu muda huo mahali hapo watu walikuwa ni wengi sana. Baada ya kukaa tuliagiza maziwa mtindi. Kabla mazungumzo nilibaki nikimtazama mume wangu na ni hapa ambapo niligundua kwamba hakuwa sawa. Kuna kitu kilichokuwa kama kinamtatiza kwa wakati huo. Kilichomfanya ni kama yani kumuondolea furaha moyoni mwake. Mimi nijikuta nikitamani kufahamu ni kitu gani ambacho kilikuwa kinamtatiza kwa wakati huo. Ni hapa ambapo nikaanzisha mazungumzo, huku nikiamini kwamba mume wangu angeniambia hicho kitu bila kunificha lolote. Niambie, nakusikiliza. Nahisi nimekosea na ndio sababu upo katika hali. Hali gani? Tangu jana hutaki kuzungumza na mimi kabisa. Umechukia? Kwamba mimi nimechukia? Yeah. Hapana, huu ni usasi wako tu. Eliza, nakufahamu sana mke wangu. Ukiwa katika furaha nakufahamu. Hata huzuni pia nakufahamu. Mimi naona tu nalazimisha. Nimekwambia mimi sijachukia na wala sijakasirika. Mimi nipo sawa. Nimelijua kosa langu Eliza. Naomba unisamehe. Kosa lipi sasa ni? Nikusamehe kwa lipi? Najua nimekutesa sana kwa kukunyima haki yako ya ndoa. Hilo ndio kosa kubwa ambalo nimelifanya kwako. So naomba unisamehe sana mke wangu. Mimi nakiri nimekosea kweli.
Anyway, nashukuru kama umelijua kosa lako mume wangu. Lakini siku zote ambazo ulikuwa unaona nashindwa kukupatia haki yako ya ndoa, kuna mambo yalikuwa yananichanganya sana. Ila nashukuru Mungu nimeyamaliza na nina amani sasa. Mambo yapi hayo? Biashara zangu ziliumba kwa kiasi fulani. Asa kuumba kwa biashara ndio kukufanya ushindwe hata kunipatia haki yangu ya ndoa kweli? Ya mke wangu, niamini. Asa kwa nini kuniambia mapema? Muda wake ulikuwa haujafika, ila huu ndio muda sahihi na ndio sababu nikakufuata ili sasa nikwambie kila kitu. Sawa, nimefurahi kusikia mambo yako yamekaa vizuri. Naamini sasa na mimi ninakwenda kujisini mwanamke kama walivyo wanawake wengine. Ya, ni kweli kabisa. Aliniambia hivyo mume wangu, japokuwa sababu alionipatia mume wangu haikuweza kuniingia akilini. Eti mambo ya biashara na kuchanganya. Mimi ninachojua wanaume hata vurugu na kitu gani. Yaani unapomwona mwanamke wako kila kitu kinaweza kasaulika, kila kitu. Lakini yaani sikuona hiyo sababu alionipa mume wangu kwamba ingekuwa na mantiki. Kwa kuwa yeye ndio mhusika alizungumza na kuniaminisha kweli huo, ilibidi nikubaliane naye kwamba biashara zilikuwa zinamsumbua, ndio maana alikuwa hawezi kushiriki tendo na mimi, kwamba alikuwa na stress sana. So kuanzia siku hiyo nilianza kuishi na mume wangu vizuri, huku akijitahidi kuwa tofauti na vile ambavyo nilimzoea. Hakupenda kunikwaza na mara zote alikuwa akiniambia ni kwa jinsi gani ambavyo alipenda. Yaani alinipenda sana kupita maelezo. Katika hali ya sasa ambayo ilinishangaza, tulianza kufanya mapenzi. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kushiriki tendo hilo na mume wangu. Kikweli nilijihisi kuwa mwanamke wa tofauti sana tangu siku hiyo. Na ni hapa ambapo nikajikuta nikizidisha mapenzi kwa mume wangu bila kujua siri iliyojificha nyuma ya pazia. Siku ziliendelea kukatika huku miezi nayo ikisonga mbele. Nakumbuka siku moja ya Jumamosi sikwenda kazini bwana. Siku hiyo niliitumia kwa ajili ya kufanya usafi nyumbani pamoja na kufua nguo za mume wangu. Wakati nilipokuwa nikifua nguo zake ndipo hapo ambapo nikakutana na vidonge kwenye suruali yake. Nilipoviona vidonge hivyo kikweli kwanza mimi sikuweza kuvitambua vilikuwa ni vya kazi gani. Nikaviweka mahali ili sasa atakaporejea nimuulize kwamba hivi ni vidonge vya nini? Kwani moyoni mwangu nilishaingiwa na wasiwasi kwa wakati huo baada ya kuviona hivyo vidonge. Siku hiyo bwana nilishinda kutwa nzima na mawazo. Sasa ilipofika majira ya usiku mume wangu aliporudi nyumbani ilibidi sasa nimuulize kuhusu vile vidonge nilivyovikuta kwenye suruali yake. Baada ya kuona nimembana kwa maswali, ndipo hapo ambapo akaniambia kwamba vidonge hivyo vilikuwa vya maumivu. Vya maumivu? Nilimuuliza sasa nikishangaa kwa sababu mimi sikuwahi kuviona hapo kabla. Hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuviona. Ya, kwani umehisi nini mke wangu? Ni vidonge vya maumivu? Hapana, sijisi kitu ila nimekuuliza tu ili nijue maana hata kuniambia kama unaumwa. Basi ndio kazi yake, ni vya maumivu. Aliniambia kisha akaongezea kwamba siku hizi kulikuwa kuna dawa nyingi sana. Kila kukicha wanasayansi walikuwa wakiumiza vichwa vyao katika kugundua dawa za kutibu maradhi ya binadamu na vitu kama hivyo. So kwa jinsi mume wangu alivyokuwa akizungumza muda huo, hata kama ungekuwa ni wewe msikilizaji, ungeamini na kusadiki kile alichokuwa akikisema. Kwani wewe sasa hivi unaona, sasa hivi hata ukienda kutafuta dawa ya maumivu ya kichwa, watu tushazoea Panadol, paracetamol, siji nini. Kuna vidonge vingi sana sasa hivi vya maumivu ya kichwa. Kwa nilimuelewa mume wangu. Waswahili wana usemi wao, wanasema ya kwamba funika kombe mwanadamu afanyeje? Apite. Japokuwa mume wangu aliniaminisha kwamba vidonge vile vilikuwa ni vya maumivu, mimi nilimwamini na kutomwekea mashaka aina yoyote yale. Kama aliniaminisha, kulikuwa kuna ulazima gani wa kutokumwamini kwamba ni vidonge vya maumivu? Japo havijulikani maumivu ya nini. So siku zizidi kukatika. Baada ya kupita mwezi mmoja, ndipo hapo ambapo nikajikuta nikitamani kuwa na mtoto katika maisha yangu. Nilitamani sana kuwa na mtoto. Lakini kitu cha kushangaza, mume wangu hakuwa na wazo hilo kabisa, wala hakuwahi kuniambia siku moja kwamba eti na yeye kama mzazi, kama baba alitamani sana kupata mtoto au kupanga uzazi na mimi. Hapana. Hilo sasa likanifanya siku moja tulipokuwa sasa nyumbani nimwambie ukweli jinsi nilivyokuwa nikitamani kuwa na mtoto hasa katika kipindi hicho. Jibu lake aliloniambia akasema ya kwamba usijali mke wangu, nimekuelewa. Mume wangu aliniambia hivyo huku sasa akionyesha kulipokea jambo hilo kwa mikono miwili. Ilikuwa hivyo na ni katika kipindi hicho ambacho tulikuwa sasa tukitafuta mtoto kwa udi na uvumba bila mafanikio yote. Mume wangu hakuacha kutumia vile vidonge alivyodai ni vya maumivu. Aliendelea kuvitumia lakini
Kitu kilichonishangaza ni kwamba vidonge hivyo alikuwa akivimeza kipindi alipokuwa akitaka kufanya mapenzi na mimi. Alikuwa akivimeza kwa siri, lakini kuna siku nilimshtukia. Japokuwa mume wangu alikuwa akifanya tendo la ndoa na mimi, lakini kuna kasoro kubwa ambayo nilianza kuiona katika mwili wake. Mume wangu alijaliwa maumbile makubwa ya kiume. Alikuwa nao makubwa tu, lakini kasoro nilianza kuiona wakati nilipokuwa nikifanya naye tendo. Awamu ya kwanza nilioenda naye, maumbile hayo yalikuwa yakilegea na hayakuweza hata kusimama tena. Huo ndio ulikuwa ni mwisho wa mpira. Mara ya kwanza mimi nilimvumilia, lakini kadri siku zilivyokuwa nazidi kusonga mbele, kiukweli hali hiyo iliniumiza sana. Kuna kipindi nilianza pa kujiuliza, mume wangu alikumbwa na tatizo gani? Mbona maumbile yake alikuwa dhaifu kiasi kile? Kwa namna anavyoonekana kuwa na maumbile makubwa, mimi nitarajia mambo ni show, kumbe Kiukweli kila swali ambalo nijiuliza kuhusu mume wangu kwa wakati huo, mimi sikuweza kupata jibu kabisa. Nijikuta nikijiumiza sana akili yangu kwa tatizo ambalo sikujua hata limesababishwa na nini. Siku zilikatika, huku moyo wangu sasa ukiendelea kuniuma kwa tatizo alilokuwa nalo mume wangu. Ukichanganya hasa na tatizo la kuchelewa kupata mtoto. Ndio kabisa nikaa nazidi kuchanganyikiwa. Siku moja bwana, nilipata wazo, nikapanga kumwambia mume wangu kwamba twende hospitalini tukapime ili tujue tatizo lilikuwa ni nini. Nilihisi pengine alikuwa na tatizo kwenye mfumo wake wa uzazi ama maumbile ambayo angeweza kupimwa na kupatiwa matibabu kuliko kuendelea kukaa na tatizo ambalo kadri siku zilivyokuwa nazidi kusonga mbele ndivyo ambavyo lilizidi kuwa kubwa na mwisho wa siku lingeleta madhara makubwa. Siku moja majira ya usiku nilikaa na mume wangu. Sasa kutokana na tatizo alilokuwa nalo ikabidi nimwambie wazo langu. Mume wangu, kuna kitu nataka kukuambia. Nilimwambia kwa sauti ya utulivu tu huku nikimtazama usoni. Nilipomwambia hivyo akageuza macho akanitazama. Kitu gani tena mke wangu? Hivi unaonaje tukaenda hospitalini kupima ili tujue tatizo ulilokuwa nalo? Nilimwambia sasa wasiwasi ukiwa tayari umeniingia hapo. Kitu nilichomwambia nilijua fika kuwa lazima kingekwenda kumkwaza kwa wakati. Just imagine, mtu hajakwambia anaumwa, hapo unaenda kumwambia kwamba eti nikupeleke hospitali kupima, amekwambia anaumwa. Kwa hapo mimi nilikuwa na wasiwasi, naongea hapo na wasiwasi. Wewe unasemaje? Yaani kwamba unaonaje tukaenda hospitalini kupima ili tuweze kujua tatizo lilokuwa nalo? Tatizo gani? Si la maumbile yako kusinyaa mume wangu, pengine ile ni tatizo la kiafya. Mke wangu, mimi mbona nipo sawa? Mimi sioni haya mambo yanahitajika kwenda hospitalini kupima. Mume wangu, kweli tena mimi bwana, alafu kwanza mimi nishapima. Lini? Mwezi uliopita. Ukaambiwaje? Sina tatizo lolote. Sasa kama ulipima na ukaambiwa una tatizo lolote, kwa nini sasa unakataa twende wote tukapime ili tuokeshe? La, mke wangu, hebu jaribu basi kunielewa, sawa? Mimi nimekuelewa mume wangu, lakini tatizo wewe ndio unataka kunielewa. Sasa mimi nikuelewe nini? Twende hospitali tukapime. Twende. Siwezi kwenda. Siku nini? Kwa sababu mimi sina tatizo lolote mke wangu. Sasa unavyoniambia kwamba kwenda hospitali, mimi nikapime nini sasa? Sawa. Msikilizaji, kwa kuwa usiku ulikuwa ni mkubwa sana, mimi sikuona sababu ya kuendelea kulumbana naye. Kwa sababu niliona hatuwezi kufika tamati. Ilibidi tulale. Siku iliyofuata tuliamka, nikajaribu tena kumlazimisha mume wangu twende hospitalini tukapime, lakini jibu lake lilikuwa ni lile. Nilishindwa kuelewa kwa nini hakutaka kwenda kupima. Na alichoniambia ni kuwa baada ya kuona tatizo hilo limemtokea kwa siri, aliamua kwenda kupima. Na ndipo hapo majibu ya daktari yalionyesha kwamba hana tatizo lolote. Sasa kama daktari alikwambia hauna tatizo lolote, majibu yako wapi? Majibu gani? Sio daktari. Sina. Kwa nini? Mimi sikuona haja ya kubaki nayo, ila alinipatia vidonge vya kutumia. Ndio vile vidonge ambavyo nilikuwa navikuta kwenye suruali yako? Yeah. Sasa kwa nini ulindanganya ukaniambia kwamba ni vya maumivu? Mimi sijakudanganya bwana, ni vya maumivu. Kivipi sasa? Asikutokana na hali niliyokuwa nayo, daktari aliniambia kwamba vitanituliza maumivu. Sawa. Nilimwambia sasa nikikubaliana naye kishingo upande.
Niliendelea kuwa na uvumilivu japokuwa moyo wangu ulikuwa ukiniuma kila nilipokutana na marafiki zangu ambao walikuwa kijisifia ni kwa jinsi gani waume zao walivyokuwa wakiwaridhisha kitandani. Kuna siku moja nilimsikia mtaalamu mmoja akihojiwa kwenye redio. Alikuwa akielezea jinsi ambavyo alikuwa na uwezo wa kutibu maradhi sugu na tatizo la wanaume kuwahi kufika kileleni kabla ya mwanamke. Alielezea mambo mengi sana, lakini hakuacha kugusia tatizo la nguvu za kiume. Mahojiano hayo kiukweli yalinivutia sana kusikiliza. Nilichukua namba za mtaalamu huyo na kumwambia mume wangu amtafute ili aweze kumsaidia tatizo lolokuwa nalo. Nilipomwambia hivyo mume wangu alinikatalia kata na kuniambia kwamba watu kama hao huwa ni wafanyabiashara tu kama walivyofanya biashara wengine. Hivyo sikutakiwa kuamini hata kidogo. Unajua msikilizaji, kuna kipindi nilitamani kuchepuka kwa siri. Wallahi nakwambia. Sikutani, nilitamani kuchepuka kwa siri. Nikatafuta hata mwanaume mwingine ambaye angeniridhisha na kunikata kiu kabisa niliokuwa nayo. Yaani na huyo mwanaume nimwambie kabisa kwamba sikia, we nipo kwenye ndoa. Kwa hiyo baada ya mimi kukupatia show usijikute kwamba baby nini wewe fanya ufanyavyo mimi niweze kuenjoy mapenzi. Kwa nifikiria hivyo kwamba nikate kiu niliokuwa nayo ya kufanya mapenzi. Lakini nilipomkumbuka mume wangu jinsi alivyokuwa akinipenda na kunifanyia mambo makubwa katika maisha yangu, niliingiwa na moyo wa haya. Nilishindwa kufanya hivyo. Mara nyingi wakati nilipokuwa nimekaa peke yangu sikuacha kuangalia filamu za ngono. Hizi filamu nilishakwambia ni ukiziangalia tu unakuwa ni kama mlevi fulani hivi. Niliangalia kwa sasa nikiamini kwa kufanya hivyo nilikuwa nikijiridhisha, lakini ndio kwanza yani nilikuwa nazidisha hamu. Nilikuwa nazidisha hamu ya kutamani kufanya mapenzi. Nilikuwa nikiangalia filamu za ngono kwa siri sana. Mume wangu hata kufahamu kitu chochote. Kama kawaida yake alipokuwa akirudi nyumbani, kuna kipindi hata hakuwa akinishika kabisa. Hali linifanya sasa usiku mzima niweweseke tu. Kuna usemi wa Waswahili wanasema kuwa siku zote nje ya mtu muongo huwa ni nini? Ni fupi. Na mimi siku moja majira usiku kama saa 8 hivi, mume wangu alipokuwa amelala, nilichukua simu yake bwana. Kwa kuwa sasa nilijua password yake. Si unajua tena watu wa ndoa hakuna kufichana password. Nikaitoa na kuanza kuipokua bila yeye kujua. Usiku huo. Kwa wakati huo kitu cha kwanza kabisa ambacho nilikifanya, nilienda kwenye uwanja wa message. Nikakagua message za watu wote waliokuwa kichati nao. Nilipoona nimeridhika, nikatoka na kuingia WhatsApp. Mara baada ya kuingia katika mtandao huo na kuanza sasa kupekua. Kikweli sikuamini kile nilichokuwa nimekiona kwa wakati huo. Nilikuta mume wangu akichati na namba za watu wawili ambapo mmoja alikuwa amemsave kwa jina la Abdulaziz na mwingine alikuwa amemsave kwa jina la Othman. Nilipoona majina hayo kwanza mimi sikushtuka sana. Si unajua tena sasa Abdulaziz si mwanaume, Othman ni mwanaume, majina ni kawaida. Lakini baada ya kuingia na kuanza kusoma chatting zao, kikweli nilishtuka sana. Sikuamini kile nilichokiona. Nilipoingia kwenye jina lililosomeka Abdulaziz, chatting nilizokutana nazo zilionekana hivi. Mume wangu alimtumia message akasema kwamba yani sijapenda kiukweli. Abdulaziz akamjibu kwamba hujapenda nini mpenzi wangu? Mume wangu akasema kwamba jinsi ulivyonifanyia. Abdulaziz akamjibu kwamba nimekufanyaje tena? Mume wangu akamtumia message akasema kwamba umeondoka hata kunibusu Jomoni. Jomoni. Mwanaume anaandika Jomoni. Ndio yani naanza kusoma na tetemeka. Abdulaziz akasema kwamba oh sorry baby, niligafilika tu, ila next time nitafanya hivyo, I promise you. Mume wangu akamjibu Abdulaziz kwamba sawa, tukionana tena utaniletea zawadi gani? Abdulaziz akamwambia kwamba niambie wewe kwanza unapenda nikuletee zawadi gani? Mume wangu akajibu kwamba unanishangaza. Abdulaziz akamjibu kwamba na nini? Mume wangu akasema kwamba yani mpaka leo hujajua napenda kitu gani? Abdulaziz akamjibu kwamba apple ama kuna kingine? Mume wangu akasema kwamba umesahau chocolate. Abdulaziz akamjibu kwamba sawa nitakuletea. Mume wangu akasema kwamba okay baby, love you. Abdulaziz akajibu love you more.
Niliposoma mpaka hapo nilihisi mapigo ya moyo wangu yakidunda kwa kasi. Sikuamini kile nilichokisoma. Kagueni simu zenu. Wewe uko na mtu ambaye ni mtu wako, mpenzi wako, mtu wa maisha. Unabaki tu hapo unajiaminisha, hatugusi simu. Amgusi simu? Haya, hamna shida. Simu ndo mtu mwenyewe. Japokuwa chatting hizo zilinishtua mno, lakini nijikaza. Nikatoka sasa na kufungua jina lililosomeka Othman. Nilipofungua na kuanza kusoma chatting zao, zilisomeka hivi. Othman alianza kuchati. Othman akauliza kwamba umeridhika lakini? Mume wangu akajibu kwamba ndio, asante mpenzi wangu, siku zote unanipa kitu ninachokitaka. Othman akatuma message akasema kwamba nafurahi kusikia hivyo, lini tutakutana tena? Mume wangu akajibu, niambie wewe lini upo free. Othman akajibu kwamba kesho kutwa. Mume wangu akajibu kwamba basi tutapanga kutana. Othman akasema haina tatizo, ngoja basi nipumzike basi, maana leo umejua kunitoa jasho. Mume wangu akajibu kwamba sawa, ulale unono, nakupenda sana. Othman akajibu nakupenda pia. Mume wangu akajibu sawa. Nilipomaliza kusoma chatting hizo nilihisi kuishiwa nguvu. Moyo wangu ni kama vile ulipigwa na ganzi muda huo. Sikuamini hata kidogo juu ya kile nilichokuwa nikikiona. Yaani huyu mume wangu ambaye nilikuwa naye katika ndoa ndiye ambaye alikuwa akiyafanya hayo nyuma ya pazia. Tena namtumia message mwanamume mwenzake kwamba Jomoni, like seriously? Sasa msikilizaji, kitu nilichogundua, mume wangu alikuwa ni malaya. Hakuwa mwanaume wa kutulia na mwanamke mmoja. Na hii ndio sababu hata katika usevuji wake wa namba za wanawake zake alikuwa akiwasave majina ya kiume, ili nitakapoyaona nisishtuke. Msikilizaji, hapo ndipo nilipoamini usemi usemao kuwa wanaume sio watu wa kuamini. Muda wote wanaweza kubadilika. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa upande wa mume wangu. Katika kipindi hicho alibadilika. Nilipomaliza kusoma chatting hizo, nilichokifanya nikazi screenshot message zake zote. Nikazi screenshot kisha nikazituma kwenye simu yangu ili kubaki nazo kama ushahidi. Sikuishia hapo. Nilitaka kumchunguza zaidi mume wangu. Hivyo nilichokifanya, nilichukua namba za simu za watu hao kwa ajili ya kufanya uchunguzi wangu wa siri. Kiukweli siku hiyo niliumia sana moyoni mwangu. Nilimwangalia mume wangu jinsi alivyokuwa amelala. Hasira zikanizidi kunipanda, nikatamani nichukue mto nimfunike pale pale. Usiku sikulala kabisa. Nilikuwa nikimfikiria mume wangu pamoja na uchafu wake wote ambao anafanya. Ulinichanganya kupita kawaida. Kuna wakati nilijuta hata kuolewa na mwanamume huyo. Lakini muda huo sasa ambao nilikuwa nikijutia, tayari nilikuwa nipo ndani ya ndoa. Najutia nini upo ndani ya ndoa? Paka asubuhi naingia mimi sikumuonyesha tofauti yote mume wangu. Nikamwandalia chai. Alipotoka kuoga na kujiandaa akanywa chai vizuri. Mimi sijaonyesha tofauti yoyote. Kisha akaondoka zake kuelekea kazini. Kwa kweli moyo wangu uliniuma vibaya sana. Kila nilipomkumbuka mume wangu na zile message nilizoziona, sio siri, zilinivuruga sana akili yangu. Niliendelea kuishi na mume wangu huku sasa nikihitaji muda wa kumchunguza zaidi na zaidi, kutaka kujua ukweli uliojificha nyuma ya pazia. Wakati nikaendelea kufikiria hayo, nikakumbuka kwamba nilichukua namba za simu za wale watu aliokuwa ni akichat nao WhatsApp. Kwa jinsi message zile zilivyokuwa zikionekana, tayari nilihisi yani kulikuwa kuna kitu. Nilihitaji kujua ukweli kuhusu watu hao, kama walikuwa labda ni wanawake ambao mume wangu aliamua tu kunidanganya kwa kusave majina ya kiume ama la. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa ofisini tu. Nilipokumbuka, mimi sikutaka kupoteza muda hata kidogo. Nilichohitaji kwa muda huo ni kutaka kujua majina halisi ya watu hao. Hivyo nilichoamua kufanya ni kuchukua simu yangu na kuingia kwenye huduma ya kutuma pesa. Nikawa kama nawatumia pesa ili niweze kujua jina litasoma nani. Kitu cha ajabu ni kwamba katika kila namba ambayo niliifanyia zoezi hilo la kujaribu kutuma pesa ili jina litokee, jina lililotokea ilikuwa ni jina lile lile ambalo lilikuwa limeseviwa na mume wangu. Kilichoongezeka kilikuwa ni jina la ukoo tu. Ilikuwa ni Abdulaziz na wa pili alikuwa ni huyo Othman. Sikuamini. Hivyo kwa kujiridhisha zaidi, nikaamua sasa kuzipigia namba hizo. Labda waliosajili hizo namba ni watoto wa kike, lakini wametumia ID
za watu wengine, aidha kaka, mjomba au hata waume zao. Kitu cha kushangaza, kila namba niliyokuwa nikipiga nilipokelewa na sauti ya mwanaume. Sikutaka hata kuamini hata kidogo. Wakati mwingine nijiuliza jambo hilo inawezekana vipi? Yaani mume wangu achati na wanaume wenzake, tena message za kimapenzi. Linawezekana vipi hilo? Kwa kweli nijiuliza maswali mengi sana. Na kwa muda huo sasa nijiuliza, kwanza hakukuwa hata kuna mtu wa kunijibu, zaidi tu nizidi kuchanganyikiwa. Sikujua ni nini ambacho nilitakiwa kukifanya muda huo. Niliamua kutoka ofisini, nikaingia ndani ya gari na kuondoka zangu kwa akili yangu ikiwa ni kama imevurugika kabisa. Sasa nilichokifanya, nikampigia simu Rachel na kuomba kuonana naye, kwani kulikuwa kuna jambo ambalo nilihitaji kuzungumza naye. Sasa yeye ndiye ambaye alikuwa mshauri wangu mkubwa. Niliamini angeweza kunishauri kitu juu ya kile kilichokuwa kimetokea. Nilimwambia kwamba kuna tatizo shoga yangu tena kubwa sana limenikuta. Rachel akasema, tatizo gani hilo, mbona unanishtua? Nikamwambia kwamba ndio maana nikaomba kuonana na wewe ili nikwambie. Rachel akasema sawa, basi njoo hapa benki maana ndio natoka kazini muda huu. Nikamuuliza Rachel, upo na gari? Rachel akasema hapana. Nikasema sawa, nakuja. Nilimwambia hivyo, na baada ya kupita kama dakika chache nikawa tayari sasa nimeshafika nje ya benki hiyo aliyokuwa akifanyia kazi Rachel. Nilipoonana naye na kuzungumza machache, tukapanga kwenda sasa nyumbani kwake kwa ajili ya kuzungumza kwa kirefu, kwa sababu siku hiyo mume wake hakuwepo, alikuwa safarini. Hilo halikuwa tatizo hata kidogo. Tukaenda nyumbani kwake ambapo alikuwa akiishi maeneo ya Shantown. Tulitumia robo saa tu kufika nyumbani kwake. Baada ya kuegesha gari, tukateremka na kuelekea mahali sasa ulipokuwa mlango wa sebuleni, tukaingia ndani. Rachel alinikaribisha, nikamwambia asante. Basi akanikaribisha na juisi pale na akakaa tayari kwa ajili ya mazungumzo. Rachel akasema kwamba uliniambia kuna tatizo kubwa limekuta. Ni tatizo gani? Nikamwambia ni kuhusu mume wangu. Rachel alisema amefanyaje tena? Ama amegaidi kukupa haki yako ndoa tena? Hapana Rachel, hilo ni la 9. 10 ni ile hapa jipe ambalo limejitokeza. Nimegundua mume wangu anajihusisha na uhusiano wa kimapenzi na wanaume wengine. Mtume, wewe hebu subiri kwanza. Umesema anajihusisha uhusiano na wanaume au wanawake? Labda umekosea kuongea. Rachel, nimesema anajihusisha na wanaume. Kivipi sasa? Nimemfumania kichati message za kimapenzi na wanaume kuonyesha kwamba ni wapo kwenye mahusiano. Wewe, wapo kwenye mahusiano? Ndio Rachel. Tena jinsia moja. Bwana mimi sidhani kama jambo hilo bwana inawezekana. Au labda tu ameamua kusave majina ya wanaume lakini ni wanawake bwana. Rachel, mimi mwenyewe nilisi hivyo, lakini mara baada ya kufanya uchunguzi wangu nikagundua ni wanaume aliokuwa kichati nao. Kwanza ulifanya uchunguzi gani yani mpaka ukathibitisha hilo? Rachel aliniuliza, kisha nikaanza kumwambia vile nilivyofanya mpaka kufikia hatua ya kuwapigia simu kuhakikisha kwamba sauti zao ni za kike au za kiume. Shoga yangu, mbona unanishangaza? Rachel aliongea tu hivyo. Kisha akaanza sasa, yani mimi nikaanza kumwambia vile nilivyofanya mpaka kufikia hatua ya kuweza kumtafuta yeye. Nikamwambia kwamba sasa mimi nisikuchanganyikiwa Rachel. Yani akili yangu imevurugika, yani sielewi nini nifanye. Rachel akasema sasa sikia, tuliza akili kwanza. Umesikia shoga yangu usikurupuke. Ila mimi yani siamini kama mume wako anaweza kushiriki mapenzi ya jinsia moja. Hebu naomba kwanza mchunguze, afu ndipo upate ushahidi wa kutosha. Rachel, mimi naona kuna kitu nielewi. Yani nimchunguze nini kwanza mume wangu? Na wakati kila kitu kipo wazi na message ndio kama hizi hapa nimemfumania kichati nazo. Sasa unataka nimchunguze nini Rachel? Basi bwana. Nilimwambia hivyo sasa nikimuoneshia message za mapenzi alizokuwa akichati na wanaume wenzake, yani Abdulaziz pamoja na Othman. So baada ya Rachel kuona, akasema ya kwamba yani mimi bado siamini kabisa kama hii ni kweli kwamba mume wako anashiriki mapenzi ya jinsia moja. Hebu naomba basi usimhukumu. Hebu naomba mchunguze ili basi ujiridhishe na ushahidi huu. Nikamuuliza Rachel, nitawezaje? Rachel akasema, utaweza tu, kwa nini usiweze? Wewe kama umeweza kufanya uchunguzi huu mdogo tu na kugundua yote hayo, kwa nini sasa ushinde kufanya uchunguzi mkubwa ili kujiridhisha kuliko kumhukumu mtu kwa kosa ambalo sio la kwake, alafu baadaye utakapokuja kujua ukweli ukajutia maamuzi uliokuwa umeachukua? Wewe fanya hivyo tu shoga yangu, sikurupuke. Rachel aliniambia hivyo sasa akionyesha kutokubaliana na jambo hilo la mume wangu kujihusisha na uhusiano wa kimapenzi ya jinsia moja. Ushauri alionipatia ilikuwa ni kumchunguza mume wangu
ili niweze kuthibitisha kile nilichoanza kukihisi vibaya. Niliondoka zangu kuelekea nyumbani kwangu. Kiukweli nilichanganyikiwa kupita kawaida. Nilikuwa nikiendesha gari huku sasa moyo wangu ukiwa na maumivu makali mno. Sana. Ni kweli mume wangu nilimpenda sana. Nilimvumilia kwa mambo mengi mno, lakini kwa kitendo cha kumfumania akichati message za kimapenzi na wanaume, kiukweli kiliniumiza sana. Alafu ni bora hata ningekuta basi akichati na wanawake. Ningesema labda ni tamaa za kimwili, ni wanaume tu, labda bahati mbaya, labda wanachepuka. Ndio akaamua hata kunisaliti. Hivi ni mwanamke gani ambaye angeweza kuishi na mwanamume ambaye upande wa pili alikuwa akishiriki mapenzi na wanaume wenzake, au kwa maana nyingine labda alikuwa mwanaume shoga? Ni nani ambaye angeweza kuishi naye na kumheshimu kama mume wake wa ndoa? Nani? Najua ni jambo gumu sana msikilizaji. Lakini kwa upande wangu hilo mimi liliwezekana. Niliendelea kuishi na mume wangu huku nikitaka kumchunguza na kupata ushahidi wa kile nilichoanza kukihisi kwamba kiliendelea nyuma ya pazia. Japokuwa nilikuwa tayari nime screenshot message alizokuwa kichati na wanaume kwenye simu yake, lakini kulikuwa kuna jambo moja muhimu ambalo nilitaka kulifanya. Kupata ushahidi kwamba alikuwa ni shoga kweli ama la. Baada ya hapo ndio nijue sasa kitu gani ambacho nilitakiwa kukifanya. Basi siku iliyofuata nilienda ofisini kama kawaida. Siku hiyo mimi sikuwa sawa kabisa. Ndoa iliniumiza vibaya mno, na kila nilipokuwa nikimfikiria mume wangu ni kama vile nilijitonesha kidonda. Maumivu yakazidi kuongezeka. Nijitahidi kufanya kazi zangu ofisini huku sasa nikimsahau mume wangu kwa wakati huo, lakini ilishindikana. Nikajikuta nikichukua simu yangu na kuangalia zile message ni hizo screenshot. Ni hapa ambapo machozi yakaanza kujikusanya machoni mwangu na kuanza kunitiririka mashavuni mwangu. Message hizo ziliniumiza sana, lakini katika kipindi hicho nilitakiwa kutabasamu ili niendelee kujua kweli. Wakati nikiendelea kufanya kazi yangu, simu yangu ikaanza kuita. Nikaangalia kwenye kioo, alikuwa anapiga ni mume wangu. Nikapokea. Akaniuliza kwamba halo mke wangu, vipi, uko salama? Sasa aliniuliza kwa kunijulia hali, huku sauti yake ikisikika kama alikuwa na furaha. Nikamwambia kwamba ndio nipo salama, sijui wewe. Mume wangu akasema nipo salama pia mke wangu. Nikasema nafurahi kusikia hivyo. Basi mume wangu akasema kwamba mke wangu, leo nitachelewa kurudi nyumbani. Nikamuuliza kwa nini? Mume wangu akasema kuna party nimealikwa na rafiki yangu mmoja hivi, itafanyika usiku, hivyo kama kurudi nyumbani nitachelewa. Nikamjibu sawa, hakuna tatizo mume wangu. Nilimjibu kisha nikaagana naye. Simu ikakatwa. Niliendelea kuwa ofisini humo, lakini akili yangu ilikuwa kwa mume wangu. Nilipofika majira ya saa 10 jioni nikarudi zangu nyumbani, ambapo nilipofika nikaandaa chakula cha usiku, na kilipokuwa tayari nikaenda bafuni kuoga. Nilipotoka nikala kabisa kisha nikajilaza kitandani. Ilipofika majira ya saa 5 za usiku, mume wangu alirudi nyumbani huku sasa akiwa amechoka sana, tofauti na siku nyingine. Awali nilihisi labda alikunywa pombe nyingi huko kwenye party, pombe ambazo ndizo zilimfanya awe katika hali hiyo. Lakini haikuwa kama nilivyokuwa nikidhani. Nilimwandalia maji ya kuoga, ambapo akaenda bafuni kuoga, na baada ya kupita dakika kadhaa akatoka. Nikamwandalia chakula, lakini kitu cha ajabu aliniambia kwamba hakujisikia kula kabisa, kwani huko alipotoka tayari alikuwa ameshakula. So mimi hilo alikuwa tatizo hata kidogo. Kwa kuwa usiku ulikuwa ni mkubwa, ikabidi tulale. Wakati sasa nilipokuwa nimelala, kiukweli nilishindwa kupata usingizi kabisa. Ni hapa ambapo nikaanza kujiuliza kama lingekuwa ni jambo zuri kukagua simu ya mume wangu, kwa sababu kwa wakati huo alikuwa amelala, hajielewi. Kwa hiyo nikajiuliza lilikuwa ni jambo zuri, nikasema ndio. Basi bwana, nilisita kwanza kufanya hivyo. Lakini kuna muda kama nilisikia sauti ikinijia moyoni mwangu na kuniambia kwamba nichukue simu hiyo na kuanza kuikagua. Haraka sana nikaichukua na kuingia WhatsApp, ambapo nikaona jinsi alivyokuwa akiendelea kuchati na wanaume wenzake katika mtindo wa kimapenzi. Sio siri, nilipokuwa nikisoma message hizo ziliniuma sana. Jamaa aliyeseviwa kwa jina la Kendrick alimtumia message akasema ya kwamba kwa nini uliamua kuoa wakati unajua kabisa huna uwezo wa kuishi na mwanamke? Mume wangu akamjibu kwamba nimeoa ili watu wasijue michezo unayoifanya. Kendrick akamwambia kwamba huoni kama unamtesa mwanamke wa watu? Mume wangu akasema kivipi? Kendrick akamwambia kwamba huna uwezo wa kufanya naye mapenzi, utamridhisha vipi sasa? Mume wangu akajibu kwamba kuna vidonge na vitumia vinanisaidia kufanya naye mapenzi, alafu kwanza hata halijui hilo, yani hajui lolote kuhusiana hilo.
Asa Kendrick akamtumia ujumbe tena akasema kwamba una uhakika? Mume wangu akamjibu ndio. Kendrick akamuuliza kwamba sawa, vizuri kama ndio hivyo. Asa mume wangu akamtumia message akasema kwamba ina maana unataka kuniambia una wivu ama? Kendrick akamwambia kwamba kivipi? Mume wangu akamjibu kwamba kwa sababu nimeoa. Kendrick akamwambia hapana, mimi sina maana hiyo. Mume wangu akamjibu message ya kwamba ila. Kendrick akasema ni vile tu sitaki nikupoteze. Penzi lako tayari limenilevya mpaka nimeanza kumdharau mke wangu na muona sio chochote. Mume wangu akasema kwamba akamjibu kwamba na bado hizo rasharasha tu, mvua inakuja. Kendrick akasema utaniua mtoto wa mwenzio. Mume wangu akacheka kwa emoji ha. Nilipomaliza kusoma chatting zao, nikaingia kwenye jina lingine lililoseviwa Johnny. Mume wangu alianza kwa kujibu mambo. Mume wangu akatuma message mambo. Johnny akajibu poa ni aje? Mume wangu akajibu safi mzima. Johnny akasema ndio sijui wewe. Mume wangu akasema mimi ni mzima kiasi. Johnny akamuuliza kwa nini? Mume wangu akasema anahisi kama naumwa siku ya leo. Johnny akamuuliza tatizo ni nini? Mume wangu akasema tatizo ni wewe, nakupenda ila sijui kwa nini hutaki kunielewa. Johnny akamtumia message akamwambia kwamba nimekuambia haiwezekani. Mume wangu akasema kwamba kitu gani unaogopa na wakati nimekuambia nitakupa pesa unayoitaka ila shida yangu ni kuwa na wewe? Johnny akamwambia haiwezekani. Mume wangu akamwambia kwamba Johnny usinifanyie hivyo. Johnny akasema kwamba wewe ni mwanamume mwenzangu, mimi siwezi kushiriki mapenzi ya jinsia moja. Mume wangu akamtumia message akasema kwamba una uhakika mimi ni mwanamume mwenzako? Msikilizaji, niliposoma yani mpaka hapo kwanza moyo wangu ukalipuka kwa maumivu. Kwamba anamwambia kwamba una uhakika mimi ni mwanamume mwenzako? Kwanza mimi sikutaka hata kuendelea kusoma chatting hizo. Nilichokifanya nikatoka na kurudisha simu. Muda huo machozi tayari yalianza kunidondoka. Nipo kwenye ndoa, mume wangu ndo anayoyafanya ni haya. Niliumia sana. Yaani moyoni mwangu nilihisi kama kuna mtu alikuja na makaa ya moto kisha akawa ni kama ananichoma nayo. Ni maumivu yaliyojese. Kwa wakati huo sasa ni vigumu kuamini kama niliolewa na mwanaume shoga. Kila nilipomwangalia mume wangu usoni hakufanania na mambo aliyokuwa akiyafanya. Ni hapa ambapo nikaanza kukumbuka mambo yote yaliyowahi kutokea katika maisha yetu. Kumbe hata kile kipindi ambacho alikuwa akikataa kufanya mapenzi na mimi, alikuwa anajua mapungufu yake. Kikweli mimi niliumia sana. Hapo kitandani nilikuwa nimelala, yani nilipoona kuwa ni pamoto, hivyo niliamka nikatoka kitandani nikasimama. Yani kutokana na hasira nilizokuwa nazo, nikapanga hata kuchukua yani uamuzi, yani hata kama kuna panga au kisu yani ni kwamba una uhakika gani mimi ni mwanamume mwenzako? Mimi najivunia na mume, kumbe limme lenyewe alijijui kama ni mume. Sasa nikaona kwanza nichukue uamuzi wa kupanga tu nguo zangu kwenye begi ili niondoke zangu. Lakini pokumbuka muda huo ulikuwa ni usiku tena wa manane, niligairi kufanya hivyo. Mwisho nikajikuta nikikaa chini huku sasa machozi yakiendelea kunitiririka. Na kila nilipojaribu kuyafuta yaliendelea kunitoka tu. So baada ya kugairi kupanga nguo zangu, sikutaka kulala tena kitandani. Sikutaka. Nilichokifanya nikaenda moja kwa moja sebuleni nikajilaza kwenye sofa. Nilikuwa na maswali mengi sana juu ya mume wangu. Sikuamini kama alikuwa ni shoga, na katika kipindi chote hicho mimi nilichoishi naye, kumbe alikuwa akitembea na wanaume, tena hakutulia na mwanaume huyu. I say. Alikuwa ni kama ni mwanamke anayejiuza kaaba yani. Nilizidi kuumia sana. Nililala hapo sebuleni mpaka alipofika majira asubuhi ambapo mume wangu aliniamsha. Kwanza alishtuka kunikuta nimelala sebuleni. Akaniuliza kwamba vipi? Una tatizo gani mke wangu? Hapo nauliza hivyo mimi nikamwambia kwamba hakuna kitu. Una uhakika? Pia mume wangu hamna kitu. Mbona nalala sebuleni? No, nimeamka tu mapema leo nikawa nataka kufanya usafi nikapitwa na usingizi. Niliona ngoja nimdanganye uongo ambao aliukubali. Sikutaka kumuonyesha kwamba nilifahamu uchafu ambao alikuwa akiufanya. Japokuwa moyoni mwangu niliumia sana kila nilipokuwa nikifikiria hilo, lakini nijitahidi kutabasamu mbele yake, jambo ambalo lilizidi kumfanya aone mambo anayoyafanya kwamba alikuwa ni siri na hakuwa hakukuwa kuna mtu yote ambaye alikuwa akifahamu. Msikilizaji, maisha ya ndoa yaliendelea.
Huku kadri siku zilivyokuwa zikisonga mbele, ndivyo ambavyo tendo la ndoa kwangu likawa adimu na kufikia mahali ambapo nikaizoea hiyo hali. Kama kawaida yangu mimi sikuacha kuangalia filamu za ngono. Nafanyaje? Kusaliti staki. Kwa nikaona sasa sababu kwanza hata unaweza kutoka kwa saliti afu ukapata magonjwa huko. Sasa wewe kuangalia video nitaugua nini? Labda mambo ya psychology. Kwa hiyo ikawa ni mwendo wa mimi kuanza kuangalia mavideo. Sikuacha kuangalia filamu za ngono. Niliendelea kuziangalia huku nikitamani kufanya na mwanaume. Mume wangu mwenyewe alikuwa na huo uwezo. Nilifahamu hilo baada ya kugundua kwamba alikuwa akijihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Uvumilivu ambao nilikuwa nao katika ndoa yangu ulikuwa ni wa kipekee sana, msikilizaji. Kwa yale ambayo nilikuwa nikipitia katika ndoa yangu, mimi sikudhania kama kuna mwanamke mwingine ambaye angeweza kuyavumilia. So niliishi katika ndoa na mwanaume ambaye alikuwa akinipa kila kitu, lakini katika vyote tendo la ndoa lilikosekana. Hata pale alipohitaji kufanya na mimi tendo hilo, ilikuwa lazima atumie vidonge. Kikweli yani hiyo situation ilinichosha sana. Sasa siku moja baada ya kupata ushahidi ambao ulinithibitishia kwamba mume wangu alikuwa ni shoga, niliamua kwenda nyumbani ambapo nikaelezea wazazi wangu kila kitu kilichotokea. Katika hali ya kushangaza, hao wazazi nao siji kuna wakati kama na hawatakiwagi kusikiliza changamoto za ndoa. Yaani kwenye hali ya kushangaza, wazazi wangu hawakutaka kukubaliana na jambo hilo hata kidogo. Hata kidogo. Walihisi kama mimi nilikuwa nikitafuta tu sababu ya kuachana mwanaume huyo ambaye kwao walimuona kuwa ni kama malaika aliyeshushwa kutoka mbinguni kuja kuwasaidia. Walihisi labda mimi tayari nimefall in love na mwanaume mwingine. That's why natafuta sababu tu ya kuachana na mume wangu. Sasa kwenye mishe kama hizi, wa mama sio unajua tena. Mama akasema, mwanangu, sasa huko ulipofika mwanangu ni mbali. Hivi unadiriki yani kabisa ni mpaka kumvunjia heshima mwanaume wako kweli? Nikasema, mama huo ni ukweli. Mimi siwezi nikamsingizia mume wangu mama. Hata kitu kidogo mimi siwezi. Baba alibaki ameshika tama tu. Kashika shavu. Baba akasema ya kwamba yani unasema mumeo ni shoga. Baba aliuliza kwa sasa naye akionyesha yani kushangaa sana. Na kuonesha tena kumuunga mkono mama kwamba haamini kile ambacho mimi nawaambia, na nilimjibu baba kwamba ndio baba, mume wangu ni shoga. Baba akasema, wewe una ushahidi gani kuhusu hilo? Nikamwambia, baba sikia, mimi nimekuta kwenye simu yake akichati na wanaume wenzake, tena message za kimapenzi. Baba akasema, kwa hiyo wewe kukuta tu yani kukuta kichati na wanaume wenzake message za kimapenzi tayari amekuwa shoga ama? Kwani akupi haki yako ndoa? Baba aliongeza, nikasema ananipatia. Lakini baba akasema, lakini nini bwana? Acha kumchafua mume wako bwana. Alafu huko unapoelekea utatuvunjia heshima sisi wazazi wako. Tutaonekana kama hatujakufunza bwana. Baba aliniambia kwa kunifokea. Mama naye akasema kwamba, mwanangu, usimhukumu mmeo kiasi hicho. Umesikia? Hebu angalia jinsi kijana wa watu alivyotusaidia. Amekusaidia mpaka wewe umesoma na kutimiza ndoto zako. Halafu leo tu unakuja kumuita kwamba ni shoga. Mwanangu, hivi una akili kweli wewe? Yaani leo hii ndio shukrani yako kwake, si ndio? Msikilizaji, niliona hapa sitapata msaada wote kama watu ndio hivi. Hapana. Nilichanganyikiwa. Yaani mpaka kufikia hapa wazazi wangu hata hawakuniamini. Ni ngumu tu yani kukuamini, yani nitafanyaje? Yani walisi labda mimi nipata mwanaume mwingine, na katika kipindi hicho mimi nilikuwa nikimtafuta labda sababu mume wangu ili tuachane. Nilikosa kauli mbele ya wazazi. Niliona hata kama ningeendelea kumshtakia mume wangu, bado angezidi kuniona mimi ni mwongo. Niliamua kurudi nyumbani kwangu, lakini moyo wangu ulikuwa ni katika maumivu makali mno. Sikutaka kuamini kama wazazi wangu wangeweza kuwa upande wa mume wangu. Kila kitu ambacho nilikuwa nikizungumza kuhusu yeye walikipinga, huku akiendelea kumuona malaika, mtu ambaye hakuwa na kasoro yote. Kikweli tabia mume wangu iliendelea kuniumiza kila siku. Japokuwa nifahamu kila kitu kilichoendelea katika maisha yake kupitia message za wanaume aliokuwa akichat nao, lakini mimi sikutaka kumwambia. Niliamua kukaa kimya, huku nikiugulia tu maumivu hayo moyoni mwangu. Kama ni kufa nipanga kufa na maumivu yangu. Japokuwa nilifanya hivyo, lakini kwa upande wa pili wa shilingi kuna mabadiliko yalianza kuonekana kwa mume wangu. Yaani sikuwa Elizabeth yule ambaye alimzoea siku zote, ambapo nilikuwa nikimsumbua na kumtaka nipe haki yangu ya ndoa. Katika kipindi hicho nilibadilika. Sikumsumbua hata kidogo.
Nakumbuka ulipita mwezi mmoja huku nikiwa sijamgusia kuhusiana na swala la kufanya mapenzi. Mwezi mmoja. Hali hiyo nahisi ilimshangaza sana. Siku moja ikabidi aniulize. Akaniuliza kwamba upo sawa kweli? Nikamwambia ndio nipo sawa. Akaniambia kweli? Nikasema ya, kama ningekuwa sipo sawa ningekwambia. Mume wangu akasema sawa, hujanimisi? Nikasema sasa ni swali gani hilo? Mume wangu akasema nimekuuliza tu. Kwani tuna muda gani, yani tuna muda gani hatujakutana? Mume wangu akasema ni muda mrefu. So baada ya kujibu vile, nimuuliza kwamba sasa unahisi yani nitakuwa sijakumisi kweli ama? Nilipomuuliza hivyo nikamwona akivuta pumzi ndefu. Yani ni kama vile hakutegemea jibu hilo kwa wakati huo. Na ni hapa sasa katika hali ya kushangaza akanisogelea, akanibusu shavuni na kunikumbatia. Nilishangaa sana. Hapa ngoja nikwambie kitu msikilizaji, mume wangu hakuwa na utaratibu wa kunibusu wala kunikumbatia. Niliishi naye kipindi chote hicho bila kunifanyia mambo hayo. Siku hiyo aliponibusu na kunikumbatia, yani kwangu ilikuwa ni kama kitendo cha mvua kunyesha jangwani. Hakika ilikuwa ni ajabu. Kwa maisha yaliendelea huku sasa nikijua kwamba nilikuwa naishi na mwanaume shoga, ingawa sikuwahi kumfumania live hivi akifanya uchafu huo na wanaume wenzake. Sasa akili yangu kanituma nimwambie ukweli mume wangu kwamba nilifahamu kila kitu alichokuwa kikifanya. Niliwaza hivyo kisha nikapanga kumwambia. Siku moja sasa tukiwa kitandani tumelala huku sasa nikiwa nimekosa kabisa usingizi kwa sababu ya kuwaza. Nilimwamsha mume wangu usiku wa manane. Mungu. Nimwamsha huku sasa nikimtikisa. Hey mke wangu, kuna nini? Mbona umeniamsha usiku wote huu? Kuna jambo nataka nikuulize. Jambo lipi hilo ambalo haliwezi kusubiri asubuhi kisha kaniuliza? Nimechoka bwana. No, haliwezi kusubiri asubuhi. Mimi nimevumilia muda mrefu sana. Naomba tu muda unikuulize na unijibu. Wewe mbona unanitisha? Usiogope mume wangu, ila kabla sijakuuliza nahitaji uniahidi kitu kimoja. Kitu gani? Ukweli. Naomba uniahidi kwamba utaniambia ukweli, hautondanganya. Lakini nimechoka. Anyway, sawa, sitakudanganya. Haya, niulize. Hivi huyu Abdulaziz, Othman pamoja na Kenny ni nani zako? Nilimuuliza swali hilo kwa sauti ya chini msikilizaji. Nikamuona akibadilika. Akanyamaza kwa sekunde kadhaa huku akionekana kutafakari jambo fulani. Msikilizaji, baada sasa ya kuonekana kwamba mke ameshafahamu uchafu wote unaofanyika, mume atachukua uamuzi gani msikilizaji? Tukutane part 2 kuweza kujua sasa atajibuje ama atajitetea vipi, na je akioneshwa ushahidi itakuwaje? Ndoto ulikuwa nami Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.